Kabla tusikilize sehemu ya mwisho ya simulizi ya Mti Mkavu Mizizi ya Upendo, hebu tupate kwanza bonus track hapa kutoka kwa Bibi Saru Marashi Ramadhan inayokwenda kwa jina la Malakai Wangu. Simulizi yetu inaanza. Chioma, kwa nini usikae mbele? Sawa, alijibu binti mmoja na kufungua mlango wa mbele wa gari akitabasamu. Aliketi na kugeuka nyuma akimtizama boyfriend wake ambaye alikuwa amekaa nyuma na binti mmoja aitwaye Samia. Samia alimlalia Liziwani kifuani na kutabasamu. Kitendo hicho hakikuwa kikimfurahisha Chichi hata kidogo, lakini hakuwa na namna kwa sababu alikuwa anampenda sana Liziwani. Alikuwa tayari kutii kwa kila atakachokuwa ameambiwa. Gari liliondoka na breki ya kwanza ilikuwa ni nyumbani kwa kina Samia. Samia alimbusu Liziwani kisha kashuka na kuondoka. Hapo sasa ulikuwa ni wasawa Chioma kuja kukaa na Liziwani. Alimkumbatia mkono na kumlalia kitabasamu. Dereva alimtizama na kutabasamu na ni kama alikuwa anafurahishwa na kila kinachoendelea pale. Ridhiwani alijiweka vizuri na hakuwa akifurahia kabisa ukaribu wake na Chioma. Alikuwa karibu naye kwa sababu ya pesa zake tu. Walifika nje ya jumba moja la kitajiri na la kifahari kweli kweli. Dereva alishuka na kwenda kufungua mlango upande ambao alikuwa amekaa Chioma. "Shuka, tumefika," alisema Ridhiwani. "Lakini natamani kukaa nawe zaidi." "Chioma, hebu acha kwa kama mtoto basi. Shuka." Ridhiwani alitoa mkono wa Chioma na kushuka ndani ya gari ya kwanza. Chioma alishuka akiwa ni mnyonge kweli kweli na alimfuata Ridhiwani alikuwa ametangulia ndani. "Miss Chioma, karibu." Ridhiwani, nataka kula nini? Nitamwambia aunti akuandalie." "Andae tambi," alijibu Ridhiwani na kuongeza hatua zake na kumwacha Chioma nyuma. Baadaye, "Kwa nini usingeanza kula tu Miss Chioma? Ni zaidi ya saa sasa unamsubiria Ridhiwani na ametoka hajarudi." "Usijali aunti, nitazidi kumsubiria tu. Wewe ungeenda tu kulala kama umechoka." "Unajua siwezi kulala kabla yako Miss wangu." "Ya mimi ndo nimekuambia ukalale. Nitamsubiria Ridhiwani." "Sawa, ila naweza kusema kitu?" "Ndio. Natamani siku moja uone ya kwamba Ridhiwani sio mwanaume bora kwako." "Aunti, nenda kalale. Wewe sio mamangu na kwa macho yako haya kizee, unadhani unaweza kuona kitu gani kwa usai wewe?" "Asamani kama nimekukera. Hebu ondoka hapa na sitaki tena kusikia wewe wala yote ule kati yenu mkimwongelea vibaya Ridhiwani." "Ndio Miss Chioma." Aunti aliondoka na kumwacha Chioma ambaye alimpigia simu Ridhiwani kwa mara nyingine tena. Wakati wote Ridhiwani alikuwa yuko ndani ya klabu akiwa na Samia pamoja na marafiki wengine. "Kwa nini mtoto wa mpishi wenu anakusumbua hivi?" aliuliza Samia. "Unajua babangu ametaka niwe namtizama mara kwa mara, kwa hiyo sina namna, ila unajua Samia kwamba nakupenda sana wewe." "Nakupenda pia, lakini sipendi kabisa namna jinsi ambavyo unampandisha hadi kwenye gari lako." "Samia, nilishaongea na wewe mami na nikakwambia kabisa kwamba babangu akijua hapandi kwenye ile gari anaweza kukata pesa zangu za matanuzi na tukashindwa kabisa kutanua vizuri." "Ana wivu tu baby," alisema Samia na kujibebisha zaidi. "Bosi, leo tunywe zaidi?" akauliza Zuchu ambaye alikuwa ni rafiki na shoga yake wa Samia. "Ndio, mfanye kila kitu bila juu yangu." Alijitapa Ridhiwani na mbele ya wanafunzi wenzake wa chuo. Basi alikuwa ni mtoto wa kitajiri, huku Chioma akijulikana kama mtoto wa mfanyakazi wa babake na Ridhiwani. Upande mwingine wa simulizi, Chioma akiwa juu ya nyumba yao alimuona Ridhiwani akija na gari lake ambalo alikuwa akiendesha, na dereva wake huyo alikuwa ni baba harisi wa Ridhiwani. Chioma alitabasamu alipomuona. Alipotaka kushuka alishangaa baada ya kumuona Samia akiwa anashuka upande wa pili na Ridhiwani ndiye alikuwa amemfungulia mlango wa gari. Samia alimbusu Ridhiwani na walikuwa wameingia ndani ya nyumba yake. Gari lilienda kupakiwa na Chioma alifuta machozi na kutengeneza tabasamu usoni mwake. Ridhiwani alimpita akiwa na Samia na alimuita. "Ridhiwani, unataka nini wewe hujalala hadi sasa hivi?" "Nilikuwa nakusubiria tule. Nimeshakula, wewe unaweza kula tu au kwenda kulala kama utapenda." "Sihitaji usumbufu. Samia amelewa sana, kwa hiyo atalala hapa leo." Ridhiwani aliondoka na Samia leo kama muaga Chioma na kuingizwa ndani. Aunti hakuwa amelala kama alivyokuwa ameambiwa. Alitazama tukio lile na akamsikitikia tu Chioma ambaye hakuwa kusikia chochote kile wala kuambiwa lolote juu ya Ridhiwani. Chioma alimwandalia Ridhiwani kifungua kinywa na alitabasamu alipokuwa amemuona akitoka, ingawa alishuka ngazi akiwa na Samia wameshikana mikono. Hii ilikuwa ni siku nyingine msikilizaji. "Chioma, embo mpe nguo zako za chuoni Samia avae." "Sawa, karibu chai Ridhiwani." "Samia, karibu chai." Ridhiwani alimkaribisha Samia na kusogeza kiti. Samia aliketi na kumtizama Chioma ambaye alikuwa na cheni ya gharama shingoni mwake. "Wao Chioma, cheni yako ni nzuri. Umeipenda Samia eh?" "Ndio." "Chioma, vua cheni mpe." Alitoa amri ya Ridhiwani. Chioma kashika cheni yake na cheni hiyo alipewa na babake siku yake ya kuzaliwa. Lakini cheni, Ridhiwani akamfuata na kumshika mkono kisha akamsogelea karibu. "Unataka kubishana na mimi mbele ya Samia? Unajua utanikasirisha eh? Hautaki nikuwe tena tukishamaliza chuo eh?"
Nataka, alijibu Chioma na kutoa cheni yake akampatia Ridhiwani aliyekuwa ametabasamu na kumwambia, nakupenda kwa sababu wewe ni mwepesi sana na unaelewa. Chioma alitabasamu na Ridhiwani kama amemfuata Samia na kumvalisha ile cheni mbele ya Chioma ambaye kwake aliona sawa tu babake anaweza kumnunulia nyingine tena hata zaidi ya hizo. Ridhiwani alimnyosha maji Samia ambaye alikuwa kaingia ndani ya volleyball kucheza. Ilikuwa ni baadaye. Kamwambia Chioma ashindwe kama kawaida. Usijali, lazima afanye chochote kile kwa ajili yangu. Wewe jiandae kwa ushindi. Ridhiwani alimfuata Chioma na kumshika mikono yake huku akiwa anatabasamu. Unajua kipi unachotakiwa kufanya, si ndio? Ndio. Ridhiwani alimbusu shavuni. Na wakati huo alionekanika mwanaume mmoja ambaye naye alikuwa ni mwanafunzi lakini wa darasa la mbele yao akiwa na mwaka wa 3 huku wao wakiwa ni mwaka wa kwanza akitazama tukio lile. Chioma aliingia ndani ya uwanja wa volleyball na kila mpira ulipokuwa kuja upande wake kutoka upande wa kina Samia alihakikisha kwamba anakosea kuupiga na unampita. Hata alipopata chance ya kupiga yeye kwenda upande mwingine alihakikisha kwamba hauvuki nyavu zao. Anapiga kelele binti mmoja aliyekuwa kwa upande wao na kwenda kumsukuma Chioma. Kwa nini natufelisha makusudi kabisa? Ni kwa sababu ya Ridhiwani, si ndio? Kama hutaki kuwa kwenye timu yetu ondoka. Akaona msukuma. Akauliza kijana yule ambaye alionekanika kuwatizama mwanzo na jina lake alikuwa anaitwa Malakai. Umwambie huyo mpumbavu kama hataki kushiriki atoke kwenye timu yetu, tumemchoka. Wenzake wote waliondoka na kususia mechi hiyo kufanya timu ya kina Samia kuibuka na ushindi. Ridhiwani alimfuata Samia na kumuinua juu kwa juu akishangilia ushindi bila kujali kwamba Chioma ameumia kwa ajili ya kutimiza lile alilokuwa akilitaka yeye. Malakai alimbeba Chioma na kwenda naye sehemu ambayo alianza kumtibu kwenye goti lake kwani alichubuka. Malakai alimtizama na kusikitika. Hivi kitu gani sana cha maana ulichokiona kwa yule mpumbavu? Hujihisi mjinga kwa namna jinsi anavyokufanya? Kuna muda najiulizaga nimependa nini kutoka kwako? Mbona mwanamke mjinga sana wewe? Sijakuomba msaada wote hapa Malakai. Unaweza kuniacha tu. Alijibu Chioma akitaka kutoa mguu wake na Malakai akaurudisha. Kama mjinga vile, huyo uliyepiga kwa ajili yake yuko wapi sasa hivi? Hajali hata kama umeumia. Amekufanya chuo kizima hichi kinakutambua wewe kama mtoto wa mfanyakazi na sio yeye. Na umeridhika tu. Ni kwa sababu nampenda yeye na sio wewe. Alafu niache Malakai, sikupendi. Na swala la kusema babangu na babako wamesema kwamba tuoane, mimi siwezi kabisa kuolewa na mwanaume ambaye simpendi. Lakini unataka kuolewa na mwanaume ambaye hakupendi. Alijibu Malakai akiwa anauliza swali. Sikupendi wala sitakani kupende, niache. Chioma alitoa mguu wake na kuondoka akiwa anachechemea zake. Malakai alidondosha chozi kwa ajili ya Chioma na ukweli usiopingika alikuwa akimpenda sana Chioma toka walipokuwa wadogo wakicheza pamoja. Upande mwingine, Ridhiwani alita Chioma akiwa anamfuata Ridhiwani ambaye alikuwa na Samia akiwa wamewekeana miguu na piga stories za namna gani ya kwenda kushangilia ushindi wao. Leo nataka tuende kwenye hoteli ya nyota 5. Usijali, nitawapeleka na bili yote itakuwa juu yangu. Watu walimpigia makofi Ridhiwani na hapo hakukuwa na bili yoyote juu yake, ila bili hiyo alikuwa analipia kupitia kadi ya benki ya Chioma ambaye baba yake humwekea pesa za matumizi. Msikilizaji, simulizi yetu inakwenda kwa jina la Malakai Wangu, imeandikwa na Salma Rashid Ramadhan, inasimuliwa na director Oini kutokea hapa Simulizi Pixi. Kwa kutulia tuendelee kufuatilia mkasa huu kuona unaendaje kati ya Ridhiwani, Samia, Chioma pamoja na huyu mwamba wa kuitwa Malakai. Basi bwana, usiku wa patu ulifika na Ridhiwani alikuwa na Samia muda wote wakinywa na kusherehekea huku Chioma akiwa amesimama mbali tu anawatizama. Hivi kwa nini kila unapoenda lazima huyu mtoto wa maskini awe nyuma yako? Aliuliza Zuchu. Ameshazoea kuwa nyuma yangu na unajua Zuchu, kama nitamwacha huyu nyuma hata apatage nafasi ya kuwa sehemu za starehe kama hizi. Alijimwomba faili Ridhiwani. Malakai alisimama pembeni ya Chioma ambaye alikuwa akimtizama Ridhiwani tu akiwa analia. Vipi twende nje kidogo ukapata upepo? Alimuuliza Chioma ambaye alitangulia nje mwenyewe. Malakai alimfuata na kumpatia kinywaji. Chioma alikunywa chote na kurudisha glasi. Malakai alimpatia glasi ya pili ambayo ni yake na alinywa kama alivyokuwa amekunywa ile glasi ya kwanza. Uko sawa sasa? Tunaweza kulala wote leo? Akauliza Chioma kwa akiwa anaanza kuvua gauni lake. No. Alikataa Malakai na kumzuia. Labda Ridhiwani atanipenda mimi akinona niko na mwanaume mwingine. Mwanaume anayekupenda hahitaji sababu yoyote ile kuonesha upendo wake juu yako. Ridhiwani anasema kama mimi ni mjinga ndio maana hawezi kuweka mahusiano yetu hadharani kwa kuwa kila mara na kuwa mwisho darasani kwa sababu nafeli sana hesabu. Kama utapenda naweza kukufundisha muda wa ziada. Mimi ni mjinga Malakai, sielewi haraka sana, kila mara Ridhiwani huniambia hilo. Labda yeye ndio mjinga kwa sababu wewe ufaulu. Hebu nipe mimi hiyo nafasi ya kukufundisha. Aliomba nafasi Malakai na kumshika mkono. Unafanya nini huko Chioma?
Unanisaliti na huyu Malakai, si ndio? Hapana Liziwani, sio hivyo, tulikuwa tunaongea tu. Niko very disappointed na wewe, alisema Liziwani na kuondoka. Liziwani alita Chioma akiwa anamkimbilia kwa anaachia mkono wa Malakai. Malakai aliutazama mkono wake na kubaki akitabasamu tu, japo tabasamu hilo lilikuwa na maumivu ndani yake. Liziwani alita Chioma akiwa anamfuata Liziwani, alikuwa amegoma kushikwa. Sikuwa nikifanya chochote kile na Malakai. Yaani na kufumania na mwanaume mwingine na unasema kwamba uko unafanya chochote kile. Kwa hiyo macho yangu hayaoni sasa, si ndio? Embo kaa mbali na mwanaume wangu. Samia aliingilia kati na kumsukuma Chioma aliyekuwa amedondoka chini. Baba twende, nipeleke nyumbani nikalale, nimechoka. Gari lilifika na Liziwani alimfungulia mlango Samia na kuingia naye ndani ya gari, kisha kama amemtaka dereva ambaye ni babake awashe gari na kuondoka. Waliondoka watatu na kumwacha mwenye gari pale pale chini. Watu walianza kumcheka na Zuchu ndo alikuwa ameongoza kikosi hicho. Hivi unajikuta nani haswa wewe? Kupewa lift unajiona kama vile na wewe sasa ndo ni miongoni mwa familia ya kitajiri. Wacha nikukumbusha kwamba mamako ni mwosha vyombo tu kwenye nyumba ya kina Liziwani. Zuchu alimsukuma kichwa akaondoka zake, na mvua ilikuwa imeanza kunyesha na Chioma alikuwa yuko pale pale chini. Maraka alikuwa anatoka ndani, alishangaa kumuona Chioma chini. Chichi alimuita jina hilo akijaribu kumwamsha na alikumbana na bonge la kibao. Wewe ndio sababu ya Liziwani kunishuku mimi vibaya. Kila siku nakwambia kaa mbali na mimi Malakai. Chioma aliinuka na kuanza kuondoka akiwa anapita kwenye mvua vile vile. Malakai aliinuka na kukaza tu kama mwanaume kisha akamfuata. Kuna mvua Chichi, utaumwa. Niache. Chioma alikataa kushikwa naye. Subiri nikalete gari, huwezi kabisa kwenda nyumbani na mvua. Malakai alivua koti lake na kumvesha na kumtaka amsubiria anaenda kuleta gari. Malakai alikuja na gari na hakukutana na yeyote yule isipokuwa tu koti lake ambalo lilikuwa liko chini. Alitoka ndani ya gari na kuanza kumtafuta bila kufahamu muda huo Chichi au Chioma alikuwa yuko juu ya pikipiki akiwa nyumbani. Upande mwingine wa simulizi, yuko wapi Miss Chioma? Akauliza anti baada ya kumwona dereva akiwa amekuja akiwa na Liziwani tu. Kwa nini uniulize mimi hivyo? Kwa sababu wewe ndio dereva wake na huyo ndio bosi wake. Yuko wapi? Liziwani akampita anti kama vile hayo aliyokuwa anasema ya muhusu kabisa. Dereva alitaka kupita na anti akamvuta na kuuliza yuko wapi Miss Chioma na mvua hii? Au nimpigie babake simu na kumwambia umerudi nyumbani na mtoto wako ndani ya gari huku ukimwacha mwanae akiwa na mvua? Dereva yule au babake Liziwani akamkwida anti shingoni. Kaa mbali na mambo yangu au utaondoka hapa kabla ya siku zako. Usisahau kwamba mwanangu mimi Liziwani na yeye ndo mpenzi wa Chioma na Chioma anafanya chochote kile mtoto wangu anachokuwa anakitaka afanye. Akamsukuma anti na kudondoka akiwa ameingia zake ndani kwenda kulala kama anavyofanya mwanae. Muda huo aliingia Chioma akiwa kaloa vibaya mno. Alilipia pesa ya boda na gari la Malakai likawa limeingia kwa kasi sana. Alipomwona Chioma amefika kwao, moyo wake ukatulia. Anti alienda kumkumbatia Chioma huko akiwa anamuingiza ndani. Chioma akiwa juu kitandani huko kama amesilibwa na blanketi na kipima joto kikiwa kipo mdomoni mwake. Hivi uliruhusuje waondoke na gari lako na wewe ukaja na mvua kubwa namna hii? Alihoji anti ambaye hakuelewa Chioma anatumia akili au matope. Malakai, anti ndo sababu. Alinishika mkono Liziwani kama kasirika kama niacha. Lili, mbona sijawahi kukuona hata mara moja ukimwacha nyuma na muda mwingine anakuja mpaka na huyo mwanamke wake hapa? Kwamba yeye ndo ana wivu sana wewe hauna, si ndio? Liziwani ameahidi kunioa. Kwani binti yangu wewe mapenzi ndo yamekufanya wewe ukawa ni kichana namna hii? Au niseme mjinga? Hivi mwanaume ambaye anakuonyesha ya kwamba analala na mwanamke mwingine ndani ya nyumba ya babako unaona kabisa anafaa kukuoa wewe? Anti, hubwere Liziwani ila kwa renke anazopata chuoni hawezi kabisa kusema mimi nina mahusiano na ranki zangu ni ndogo na za chini sana, kwa hiyo lazima tu ajifanye ana mahusiano na Samia ambaye naye pia ana ranki kubwa sana darasani ili kulinda heshima yake. Malakai alishaikuambia upuzi kama huo? Tena anti usimzungumzie Malakai hapa kwa sababu yeye ndo chanzo cha haya yote. Upande mwingine wa simulizi, ile mshikaji wangu jau sana wewe. Hizi alama za kucha hizi sina hata haja ya kuanza kuuliza ni Chioma amekulamba tena kibao. Zinaonyesha? Aliuliza Malakai. Hivyo kwani haka kabinti kamekuloga au nini? Unapigwa mambata hadharani kabisa binti na kudharau, lakini wapi mshikaji wangu unangangania tu wakati wakina Naomi huko wanapanga foreign tu kwa ajili yako. Sikiliza Ali. Hujawahi kupenda wewe, kwa hiyo huwezi kabisa kunielewa. Baba unayependa unafuatwa. Alisema Ali pindi alipomwona Chioma akiwa anakuja akiwa na hasira kweli kweli. Chichi alita Malakai akiwa anainuka na kukutana na kibao. Twende kwa Liziwani.
unapaswa kwenda kuniombea msamaha na umwambie jana hakuna chochote kile ambacho kilitokea baina yetu. Marakai alisukuma mbele Ridhiwani ambaye alikuwa yuko uwanja wa mpira akijiandaa kucheza. Ridhiwani, Marakai amekuja kuomba kukuelewesha kwamba jana hakutokea chochote kile. Anapaswa kuniomba msamaha Chioma. Alinidhalilisha sana kwa kushika wewe. Omba msamaha. Chioma alitoa amri hiyo na wanafunzi wote walikuwa wako kimya kumtizama mwanafunzi wa mwaka wa 3 tena anayesomea udaktari akimwomba msamaha mwanafunzi wa mwaka wa kwanza anayesomea ualimu. Samani. Aliomba radhi Marakai ambaye hapendi makuu kabisa. Nani anaomba msamaha akiwa amesimama? Piga magoti malaika. Sorry. Marakai alisema hivyo akiwa anacheka na wote walicheka. Piga magoti. Chioma aliamrisha tu kakicha. Hapana, aligoma Marakai. Kama nataka nikusamehe unapaswa kupiga magoti ndipo nitamsamehe. Alisema Ridhiwani tena kwa kiburi kabisa. Marakai piga magoti. Chioma alimlazimisha na Marakai alimtizama na kumwambia tena, hapana. Kama utapiga magoti mbele yangu Chioma atarana na wewe. What? Wanafunzi walishangaa ila kwa Zuchu na Samia walishia kucheka tu Chioma naye akiwa na shangazwa kidogo na kauli hiyo. Najua unamtaka sana Chioma, kwa nini usitumie hiyo fursa? Chioma, embo muhakikishia kwamba utarara naye pindi atakapokuwa amepiga magoti. Chioma libaki kimya kwa sekunde kadhaa. Hutaki? Akauliza Ridhiwani. Hapana nataka. Alijibu Chioma akiwa anacheka. Kama utapiga magoti na kuomba msamaha nitarana na wewe. Mimi nipo tayari kupiga magoti jamani, lala na mimi. Alijitokeza kijana mmoja hivi akapiga magoti kabisa. Marakai alimtazama Chioma, machozi yakimtoka, akasikitika na aliamua kupiga tu magoti chini ili kumaliza ile swala. Samani, aliomba radhi na alikuwa ameanza kupigwa picha mfululizo huku watu wakiwa wanacheka na wengine wakirekodi video. Hebu mkacha kujidhalilisha namna hiyo. Alikuwa ameenda kumwona rafiki yake na kuondoka naye. Kitendo hicho hata Chioma hakuweza kumfanya ajisikie vizuri kabisa. Alimtazama Ridhiwani na alikuwa akicheka kweli kweli kwa kumkumpatia kiuno Samia. Chioma siku hiyo ilikuwa ni story tu za namna jinsi Marakai alivyokuwa ameweza kudhalilishwa mbele za watu tena akiwa na kama president wa chuo. Kwa bahati mbaya au nzuri, moja kati ya video yake ilikuwa imeweza kumfikia principal wa chuo na haraka sana alimuita Marakai ambaye hakuna mwanafunzi hata mmoja aliyefahamu ya kuwa chuo kile cha kifahari director alikuwa ni baba yake na anaishi nchi za nje. Ni upumbavu gani huu? Aliuliza principal na sauti ya kukemea, na Ridhiwani aliingiza hofu kidogo. Principal, mimi si katika hili, ni baina ya Marakai na Chioma. Ni kweli principal, Marakai alimkosea Ridhiwani jana na Chioma alimwambia Ridhiwani ya kwamba atamleta Marakai mbele yake na aombe msamaha. Hata kama ukitazama hii video utaona Chioma ndio kumzalisha president wa chuo. Samia alitetea kwa kuwa naye alikuwa yupo kwenye huo msala. Kikweli principal, imeniuma sana hata mimi, na kwa hichi alichokifanya Chioma anapaswa kabisa kufukuzwa chuo, hapaswi kubaki hapa kabisa. Alisapoti na Zuchu. Principal, haina haja kumfukuza mtu yote hapo kwa sababu nimeshakata tiketi leo usiku na rudi Uturuki. Marakai alisema hilo. Marakai, huna haja ya kumwambia babako, naweza kushughulikia tu ile swali. Hapana. Nadhani nikasome tu Uturuki kwa sababu kule kuna best doctors na wala sio kwa sababu ya hili. Embu tu patient tuzungumze. Principal aliwataka walioko pale ndani waondoke ili azungumze na Marakai mwenyewe. Chioma aliyekuwa yuko nje ya ofisi akimsubiria Marakai atoke ili aongee naye. Umesikia principal alivyomwambia Marakai kwamba hana haja ya kumwambia babake kuhusu hili lililokuwa limetokea. Hivi nadhani babake atakuwa ni mtu mkubwa kiasi cha principal kumwogopa? Akauliza Samia. Alafu hakuna mtu anayefahamu familia yake hapa chuoni. Ila wanasema anaishi kwenye bonge la apartment na anakaa mwenyewe tu, alijibu Zuchu. Marakai anaweza akawa ni tajiri zaidi ya Ridhiwani nini? Sitaki kabisa kupoteza chance, lazima tu nifahamu hii kwanza. Ana mwili mzuri, muonekano mzuri pia, ni kama nitakuwa naye kimapenzi chuo kizima pata nifahamu mimi. Samia, unawaza nini? Aliuliza Ridhiwani. Nothing babe, alijibu Samia akiwa anajichekesha. Marakai mwishowe alitoka ndani ya ofisi ya principal na alimwona Chioma akiwa anatembea tu akimsubiria. Alianza na kusema mbele yake, unataka kuondoka hapa kwa ajili yangu? Nimefanya vitu vingi sana kwa ajili yako na sidhani kama hili litakushangaza Chioma. Ninachotaka ni wewe uwe na furaha tu na Ridhiwani bila mimi kuwa kikwazo cha kukosa furaha yako. Nampenda sana Ridhiwani, sitamani kumkosa na ndio maana nafanya kila kitu kwa ajili yake. Najua na kila kitu ni sawa tu, wanasema katika mapenzi na vita, kwa hiyo kuwa na amani. Nashukuru, alijibu Chioma na Marakai alitabasamu tu kisha kaondoka kimwacha, ila aliondoka akiwa analia. Ni machozi ndio ambayo alikuwa anakiafuta. Upande mwingine wa simulizi, Messi unamsubiria Ridhiwani? Akauliza anti.
Kama ni Liziwani ameshakula na amekwambia ule. Anti, unafahamu mahali anapoishi Marakai? Chioma baadaye alionekana kugonga ndani ya jumba moja la kifahari, na wakati wa Marakai alikuwa akipanga nguo zake na kutizama picha za zamani sana za yeye akiwa na Chioma. Alienda kutizama nani alikuwa anagonga na aligundua kwamba ni Chioma. Karibu. Asante samani kwa kukuingilia usiku huo. Usijali, hata hivyo nina risali moja tu kabla ndege kuondoka. Basi nisikucheleweshe. Alizungumza Chioma na kuanza kuvua gauni lake. Nini unafanya? Niliahidi kulala na wewe pindi utakapompigia magoti Liziwani, nataka kutekeleza ahadi yangu. Hapana, una haja. Mimi sikufanya vile ili nipokee malipo haya. Sasa kwa nini ulifanya? Kwa sababu sikutaka ulale na mwanaume usiyempenda kwa ajili yangu mimi. So nilifanya vile ili kuitunza tu heshima yako. Alijibu Marakai na kuweka picha ile iliyokuwa mezani kwenye begi lake. Chioma akarudisha gauni lake kisha akamsogelea Marakai. Unaweza kuniachia chochote kile kiwe kumbukumbu kwa kuwa na kaka mzuri kama wewe? Marakai tabasamu na kutoa picha aliyokuwa ameweka kwenye begi. Hicho ndicho kitu cha thamani sana kwangu. Kwa unaweza kubaki nacho na kila unapotizama utajua ya kwamba ulikuwa na kaka bora duniani kote. Marakai aliamua sasa iishe hivyo tu kama kaka na dada. Chioma alitabasamu na kwenda kumkumbatia Marakai ambaye alikaza tu bila hata kulia. Nitachelewa airport, naomba nikufukuze. Sawa, uwe na safari njema. Asante. Chioma alianza kuondoka na Marakai alitegemea hata kusindikizwa airport. Chioma alifika mlangoni bila hata kugeuka na Marakai akamuita. Kama hatutawahi kuonana tena, tafadhali kumbuka Marakai ana. Never mind, nenda tu kwa Liziwani wako. Aliona haina hata maana ya kumwambia kwamba anampenda, na Chioma kweli aliondoka zake. Nakupenda sana Chioma, haijalishi haujawahi kunipenda, ile mimi nitakupenda milele. Hatimaye Marakai alikuwa juu ya ndege na kutizama picha ya Chioma iliyokuwa imejaa tabasamu. Nakupenda Chioma, alisisitiza hilo, na ghafla tu ndege ilianza kuleta itilafu na ikuchukua dakika nyingi kabla ndege kutua ardhini na kuua kila mmoja aliyekuwa ndani yake. Upande mwingine wa simulizi. Ulilala kweli usiku Miss? Akauliza Auntie kwa mtizama Chioma ambaye alionekana kutokuwa sawa asubuhi ile. Niko sawa Auntie. Simu ya Chioma iliita na alikuwa ni baba yake. Hello baba. Hello Chichi, uko wapi? Niko nyumbani hapa najiandaa kwenda chuo, alijibu Chioma. Na alisikia kilio cha baba yake. Baba, kuna nini, mbona alia? Akauliza Chichi, na wakati wote Liziwani na baba yake walikuwa wakijipakia Blue Band kwenye mikate ili wale zao. Marakai amefariki? Aliuliza Chioma hadi kama amesimama kabisa. Liziwani alitazamana na babake Jamukaya wakicheka kimya kimya, kwani Marakai kwao alikuwa ni kama kikwazo. Ukitizama babake na Chioma ndiye alikuwa anataka amoe binti yake. Ndio ndege aliyopanda ilipata ajali na wote wamefariki. Hapana nekea huko mwili wake ulipo, kwa sababu mimi ndo kwanza napigiwa simu na alikutwa na picha yako mkononi. Hivyo kupitia wewe wamenijua mimi. Baba, sikuelewi Marakai gani amefariki? Aliuliza Chioma ambaye alikuwa anahisi kama anapewa habari sio za kweli. Alikuwa amechukua simu na kuongea mwenyewe. Sawa bosi, nimekuelewa sawa. Alikata simu na Chioma alijikuta machaka liko na machozi. Pole Chioma, alisema Liziwani kinafiki na kukata sausage kisha akaendelea kula zake. Pole sana kwa kufiwa na mwanaume ambaye babako alimwandaa ili akuoe. Hapana, huu ni uongo, alisema Chioma na kutoka kielekea nje kwenda kupanda gari ili kwenda kushirika na ndege. Alifika na alikutana na watu kibao wakiwa wanapiga kelele kutaka kufahamu ni kitu gani kimewakuta ndugu zao. Chioma akiwa pale, simu yake iliita na alipokea haraka. Hello baba, niko hapa uwanja wa ndege, nimekuja kumuulizia Marakai. Marakai atakuwa tu hapa, hawezi kabisa kwa amefariki. Samahani Chichi, wewe ni nani na unasema babangu? Mimi ni msamaria mwema tu, babako amepata ajali hapa na amefariki. What? Aliuliza Chioma ambaye ndani ya saa kapokea taarifa mbili ambazo zilikwenda kubadilisha kila kitu katika maisha yake. Baada ya miaka 5, Chioma kaongelea kitandani akiwa anakohoa kweli kweli, na hakuwa kikohoa kingine isipokuwa damu. Una muda mfupi sasa Chioma, unapaswa kupata hizo pesa ili ufanyie upasuaji haraka. Daktari alimkumbusha hilo Chioma. Sawa dokta, alijibu na kukohoa mfululizo. Akatoka nje ya chumba kile na mbele yake alishangaa kumwona Liziwani akiwa na Samia, tena huku Samia akiwa ni mjamzito. Liziwani alimfuata Liziwani akageuka na kumtizama. Uliniambia umeacha mazoea naye na huna chochote kile cha kufanya naye, kwa nini uko naye hapa? Sorry, kwa sababu alikudanganya na hii mimba ni yake. Nini? Labda nikwambie tu siwezi kuwa kwenye mahusiano na mwanamke mpumbavu kama wewe. Hivi umejitazama kwenye kioo? Huna hadhi ya kuwa na mimi hata kidogo.
Lakini ulisema utanioa pindi tu nitakapokuwa nimekukabidhi mali za babangu. Ona ulivyo mjinga na mpumbavu juu. Mimi nilitaka mali zako tu na nimeshazipata, sasa wewe ni wa kazi gani tena kwangu? Aliuliza Ridhiwani na kuondoka akimwacha Chioma ambaye hakuamini anachoambiwa. Machozi ndio alikuwa anazidi kumshuka tu. Alitoka nje na kuwafuata, na safari hii alimgeuza Ridhiwani na kumchapa kibao. Ridhiwani alimrudisha kibao kile na kumdondosha chini. Mpumbavu mkubwa, huna adabu. Samia alicheka tu. Aliyewa kupenda wewe kwa dhati ni yule mjinga Malakai na sio mimi. Na ngoja nikupe story ndogo ya Malakai. Ile ajali wanayosema ni ajali, hapa na mimi ndo sababu nilimpa mtu pesa na alichezea kidogo tu mafuta ya kweli ya ndege. Na ndege iliishiwa mafuta ikiwa iko hewani na kisha puu. Kwa sababu nilihisi tu Malakai atakuja kuniharibia mipango yangu mbeleni. Ila usijifie mwenyewe basi, kumbuka wazo nilikuwa nimetoa mimi. Alikuja Jamuka ya baba wa Ridhiwani na alikuwa anacheka. Ila hata mimi nilishiriki baada ya kuwasikia, na hapo ndipo nilipokuwa nimejua mali zote ni zako. Kwa hiyo ili ziwe za Ridhiwani basi tulikuwa tunapaswa tukuaminishe Ridhiwani anakupenda ili umpe mali zote. Nyewe wauaji, alisema Chioma kwa sauti kubwa na ya kuumiza moyo wake. Taratibu. Na ukumbuke yote haya yametokea kwa upumbavu wako, anda hatuna pesa za kukupa ili ufanyiwe surgery na kuwa mzima. Kwa hiyo kama mimi ningelikuwa wewe basi ningejiua tu mapema. Ridhiwani alicheka na baba yake. Hapo hapo hali ya moyo wa Chioma ulianza kubadilika na alikuwa anazidi kukua damu mfululizo. Itapewa nafasi ya kuishi kwa mara ya pili. Utalipa kisasi Akaulizwa na Ridhiwani alikuwa anacheka. Haya, muite huyo Mungu wako, mwambie kwamba akupe uzima tena ili uje kulipa kisasi. Walimcheka na kuondoka wakimwacha Chioma ambaye alikuwa ameanza kufumba macho taratibu, na mwishowe na yeye aliaga dunia kwa machungu makubwa ndani ya moyo wake. Chioma alianza kufumbua macho yake taratibu na alipokelewa na kelele za jukwani, huku Ridhiwani akiwa amesimama mbele yake. Unajua kipi unachotakiwa kufanya, si ndio? Aliuliza Ridhiwani, na Chioma ni kama hakuelewa yuko wapi. Chioma na kusemesha. Chioma alijitazama na kugundua alikuwa amevalia nguo za mazoezi za volleyball na watu walikuwa kwa uwanjani wakishangilia na Samia alikuwa yuko uwanjani. Huu ni mwaka gani? Akauliza Ridhiwani. Hebu acha kuniuliza maswali mengi ya kitoto hapa. Nikuambia unapaswa kumfanya Samia ashinde. Chioma alitazama mbele na aliona bango kubwa lilokuwa limeonyesha wako kwenye mashindano ya miaka 5 nyuma toka tukio la kifo chake. Alitabasamu na kuelewa sasa amerudishwa nyuma kwa miaka 5. Nimesema Samia ashinde, unanielewa? Unanielewa wewe? Chioma alimsogeza Ridhiwani na kwenda uwanjani. Yaani ukithubutu kutufelisha leo Chioma, utanitambua vizuri. Alipewa onyo na kapteni wa timu na mchezo ulianza. Chioma alisimama mbele na alikuwa akikumbuka maneno ya Samia miaka ya mbele aliyomwambia yeye ni mjinga. Alitabasamu na sasa alikuwa ameanza kucheza. Kila mpira aliyokuwa anaupata Chioma alihakikisha kwamba anapourudisha lazima umpige Samia ambaye alikuwa ameanza kulalamika na kumtazama Ridhiwani. Kwa nini anashindana naye? Nimekuambia ashindwe. Ridhiwani na yeye alikuwa amelalamika kivyake, ila malalamiko yake hakuweza kumfikia Chioma. Mpira wa mwisho Chioma alimzibua nao Samia ya uso na Samia alidondoka chini huku damu zikiwa zinaanza kumtoka. Kocha alisimamisha mpira na kumfanya Ridhiwani amwae Samia. Samia, uko sawa? Kwa nini hujamwambia ashindwe? Akalalamika Samia. Nimemwambia na sijui kwa nini amefanya hivyo. Alijibu Ridhiwani akiwa anamtazama Chioma ambaye alikuwa akicheka tu. Kocha, Chioma amenipiga kwa makusudi kabisa. Chioma alibinua mdomo wake na hapo alimkumbuka Malakai. Malakai alitoka kwa nguvu na kutizama kama yuko pale, ila hakufanikiwa kumuona. Alitoka mbio kuelekea darasani ambako alikuwa amehisi atamkuta, na hapo hakukuwa na mtu hata mmoja. Yuko wapi Malakai? Hayuko kwenye presentation kule kwenye hall, alijibiwa na profesa. Chioma alianza mbio huku machozi yakiwa yanamtoka kweli kweli. Aliingia ndani ya hall kwa kutumia mlango wa mbele na palikuwa giza isipokuwa mbele tu ambako projector ilikuwa inaonekanika ikiwa imewaka na mtu akiwa amesimama mbele akifanya presentation. Malakai aliingia na kuita kwa sauti ya juu na yenye ukubwa sana. Aligeuka nyuma na kuwasha switch. Mungu wangu, kafanya nini tena huyu naye jamaa anatafutwa? Wa kwanza alikuwa ni Ali ambaye alijua kabisa rafiki yake anaenda kudhalilishwa. Chioma alianza kupanda kuelekea upande wa juu wa viti ambako Malakai hupenda kukaa mara zote, huku akimpita principal ambaye alikuwa na baadhi ya wageni waalikwa. Chichi alita Malakai kwa kutumia mic na yeye ndiye ambaye alikuwa yuko mbele kufanya presentation. Chioma aligeuka na kutazama mbele ambako alipapita. Alimwona Malakai akiwa amesimama
na nguo zake za shule huku akiwa anamtizama yeye kwa mashaka. Chioma alibaki akiwa amesimama pale na alianza kulia huku akiwa anashuka ngazi haraka kumfuata Malakai stejini. Alipanda stejini na hapo hatua zake zilibaki kuwa za taratibu akiwa haamini kama Malakai ndiye alikuwa amesimama mbele yake. "Uko sawa?" akauliza Malakai ambaye hata alipouliza sauti yake ilisikika ukumbi mzima kwani maiki ilikuwa imeunganishwa kwenye nguo yake. "Kibao hapa kinafuata," alijisemea Ali. Chioma alipokuwa ameanza kuja kwa haraka, Malakai alikuwa ameandaa shavu lake kwani ni kawaida yake kupokea vibao kutoka kwa Chioma mara kwa mara. Lakini wakati huu ilikuwa ni tofauti kabisa na matarajio yake. Chioma alimkumbatia kwa nguvu na kuanza kulia hapo hapo huku sauti yake ikisikika kwenye speaker za pale ukumbini. Principal alimtazama mgeni wake na alimkuta naye kwa anamtizama. Alijikolesha kidogo kisha akamtizama vice president wa shule ambaye alikuwa ni binti akimtaka aende pale mbele akamtoe Chioma. Alinuka Asia akiwa ameikamata ngumi yake kwa hasira kwani naye anampenda sana Malakai na amemuonesha mara nyingi sana ya kwamba anampenda, ila mara zote Malakai amejifanya kama haoni. Alipanda ngazi na kufika jukwani. "Chioma, twende." Chioma alikataa kushikwa na yeye na kumkumbatia Malakai kwa nguvu. Mpaka muda Malakai alikuwa amepigwa na butwa asielewe kile kilichotokea. Principal alitoa ishara ya Asia afanye alichomtuma. "Hii ni nini?" aliuliza mgeni mwalikwa. Mheshimiwa anaenda kurekebisha sasa hivi." Principal aliinuka na kwenda pale mbele. Chioma aliita na Chioma wala hata kuhangaika naye. Chioma aliita jina lake kwa kulivuta huku akiwa anajenga tabasamu feki mbele ya wageni wake. Alimvuta shati lake. "Hebu shuka chini, mwache Malakai na present hapa." "Hapana, si mwache Malakai wangu." Malakai alishangaa na kumtizama Ali ambaye naye alijikuta akiwa anashangaa, mdomo ukiwa uko wazi kama ilivyokuwa kwake. "Malakai, ongea na mtu wako mheshimiwa aje kutizama upuzi wake hapa." "Ndio," alijibu Malakai na kuitoa mikono ya chichi. Ali alifika na kuhisi msaada wake ulikuwa unahitajika pale. Malakai aliziba maiki. "Nenda na Ali pale, nikimaliza na wakuta hapo nje." "Sawa." "Hapana, nakusubiri hapo mlangoni," alijibu chichi. "Aya sawa," alijibu Malakai na Ali alikuwa amemshika mkono chichi akiwa anaondoka naye huku Malakai akiwa anashangaa. Malakai aliita Chioma akiwa anashuka ngazi na kusimama. "Naam," alijibu Malakai ambaye naye alikuwa amejibiwa kwa maiki. "Malakai, I love you," alisema Chioma, na hapo sasa Malakai aliamini kabisa kuna kitu hakipo sawa. "Chioma, twende." "Malakai, nakupenda," alisita Chioma kwa sauti kubwa, na Malakai alitikisa tu kichwa chake ishara ya sawa. Alibaki akiwa amestaki kwa sekunde kama 10 hivi akimtizama tu Chioma ambaye alikuwa amesimama mlangoni huko akitabasamu. Alikuwa kidogo kisha akawa ameomba radhi, na kabla hajaanza tena kutoa speech alimgeukia Chioma ambaye alibusu mkono wake kisha akampeperushia busu lake huku akitabasamu. Malakai aliweka tabasamu la uongo na kukuna nywele zake za Kiafghanist kwani alikuwa nusu Mwafrika na nusu Mwarabu huko, kwa hiyo alikuwa ni mwanaume fulani hivi amazing. Aliendelea na speech yake. Upande mwingine wa simulizi. "Nini? Habari zilimfikia Liziwani ya kuwa Chioma amemwambia Malakai anampenda." "Unaongea nini wewe? Huo uongo umeutolea wapi?" alimuuliza Zuchu. Zuchu aliweka video na kuplay namna jinsi Chioma alikuwa ameenda kumkumbatia Malakai. "Pumbavu nini? Huyu Chioma, ngoja nitamuonyesha. Anadhani kwamba atakuja baadaye kuniomba msamaha kisha nitamsamehe?" akauliza Liziwani. Upande mwingine wa simulizi. Wageni walikuwa walimpigia makofi Malakai baada tu ya kumaliza speech yake, na Chioma alimponyoka Ali ambaye alikuwa amemshika mkono na kuelekea stejini na akamkumbatia Malakai, na safari hii alikuwa kwa nyuma huku mikono yake ikiwa iko mbele ya tumbo la Malakai. Malakai alivuta pumzi ndefu. Asia Rihanna, jina lake maarufu ambalo chuoni wanamtambua nalo kutokana na staili ya nywele zake ambazo hupenda kuweka kila mara, alinuka akitaka kwenda kumtoa Chioma, na principal alimshika mkono kumzuia. Wageni walikuwa waliondoka na principal, na hapo sasa ulikuwa ni wasawa Malakai kumgeukia Chioma ili azungumze naye na ajue amekumbwa na nini. Ali alipanda akiwa na rekodi video. Alimpiga mkono Malakai ambaye alikuwa akitaka kumtoa Chioma. Akisha rudio na fahamu hapo imeisha hiyo. Mkumbatie japo uambulie hata kumbato lake tu, umeteseka sana mshikaji wangu. Hebu acha upumbavu alafu wa kunirekodi eti. Alizuia Malakai asirekodiwe na kuitoa mikono ya Chioma. "Uko sawa chichi?" "Hapana." "Nikumbatie." "Kumbatia sasa," alisema Ali na kuchukua mikono ya Malakai na kuweka kiunoni mwa Chioma. "Kufanya hivyo ndio uweze?" aliuliza Ali na kuanza kurekodi video. Aliacha kurekodi. Hii sio saka kama kirudio na fahamu zake hapa, hata pendezwa na hilo. Atajua yeye, kamatia hapo ambako pako wazi hapo.
Ali alimisha mkono wa Malakai kutoka kwenye nguo hadi kwenye kiuno cha Chioma kilichokuwa kipo wazi. Ali alita Malakai na kutoa mkono wake, kisha akamtoa naye Chioma pale, akamshika mkono na moja kwa moja akaenda naye hospitali. Hayuko sawa huyu, na hisi sana sana kichwani kwake, unaweza kumfanyia CT scan, aliomba Malakai. Chioma alita Liziwani kwa sauti kubwa na ukali. Unanisaliti mimi na huyu Malakai? Hapana, haja kusaliti, ni kwamba hayuko sawa na ndio maana nimemleta hapa aje kupimwa. Siongee na wewe nyamaza, alijibu Liziwani na kumsukuma Malakai. Chioma kamlamba kibao kimoja kisafi sana. Kaa mbali na Malakai wangu. Liziwani alibaki mdomo wazi huko akiwa anashika shavu lake. Malakai yuko okay? Aliuliza Chioma akiwa anamfuata Malakai na kuanza kumtizama kama yuko sawa. Anakaa ameshangana, ndio ilivyokuwa kwa Malakai. I'm fine, alijibu Malakai japo kwa kigumizi. Usisubutu kumsukuma tena Malakai wangu. Chioma alimgeukia Ridhiwani na kumsukumia huko ambako alikuwa ameenda kumdondokea Samia aliyemuwahi kwa kumdaka. Malakai twende. Chioma alimshika mkono Malakai na kuondoka naye. Ni huyu anauma kweli? Alizungumza daktari ambaye anafahamu kabisa Chioma hajawahi kumfokea Ridhiwani mara hata moja, achilia mbali kumpiga mbele za watu. Sema sawa. Chichi alita Malakai na kutoa mkono wa Chioma aliyekuwa kimburuta. Umekunywa pombe? Aliuliza. Hapana, alijibu Chioma kimsogelea na kutoa pumzi nje, ishara ya kwamba kuna mahali labda umegonga kichwa chako. Hapana. Unafahamu nani? Akauliza Malakai. Ndio, mwanaume ambaye unanipenda kwa mapenzi ya dhati, na safari siwezi kufanya upumbavu ndio ufanya awali. Nimepewa nafasi ya pili, basi lazima nirekebishe makosa yangu. Nafasi ya pili? Akauliza Malakai akiwa hajamuelewa. Malakai alita Chioma na kumshika Malakai shavuni. Nakupenda. Malakai bado alikuwa na wasiwasi na Chioma. Una uhakika Chichi? Penzi linalo juu yako wala hata halihitaji kipimo, alijibu Chichi, na safari alimvuta Malakai chini kwa kutumia tai yake na kumchapa buso na mdomoni. Alijitoa na kumuuliza Malakai, naweza kuja kulala kwako leo? Chioma, tunaweza kwenda hospitali kwanza, nadhani nahitaji vipimo. I'm okay. Mimi siko okay. Kwa nini tusiende kwanza hospitali? Sawa, kama ndo njia pekee ya kuniamini mimi. Sawa, nisubiri hapa, naenda kuchukua ruksa kwa principal. Haya, alijibu Chioma kwa tabasamu upana, na Malakai akawa ameondoka huko akiwa amegeuka nyuma. Alikushika mdomo wake huko akiwa haamini hata alichokuwa amefanyiwa. Chioma alianza kupiga hatua na alisemeshwa nyuma. Unataka kukimbia sababu famza kurudie? Hilo lilikuwa ni swali la Ali. Hapana, naenda kukaa pale na msubiria Malakai wangu shemeji. Malakai wako? Shemeji? Alihoji Ali akimtizama Chioma, na kila mtu siku hiyo chuoni walijua kabisa kwamba Chioma hayuko sawa hata kidogo. Upande mwingine wa simulizi, nitamuonesha huyo Chioma. Lakini kwa nini unakuwa na hasira na huyo mtoto wa mfanyakazi wenu? Ni vizuri kama ameacha kugandaganda na sasa hivi anatoka na Malakai. Uone kama ni nafasi ya sisi kuwa wawili sasa ndani ya gari na kufanya mambo tunayokuwa tunataka. Akauliza Samia ambaye aliona kwake ilikuwa ni fursa hiyo na kuyakutanua na Liziwani bila kujua kwamba Liziwani hana chochote kile bila Chioma. Liziwani alichekesha tu. Ashemeji, unajua kesho kutwa ni siku yako ya kuzaliwa, vipi kama tutaenda kufanya party kwenye hoteli ile ile ya nyota 5? Akauliza Zuchu. Ndio, lazima iwe huko, si ndio baby? Akaulizwa Liziwani, na Samia hakujibu chochote kile zaidi ya ndio. Alafu Liziwani, sina nguo wala viatu vipya, kwa nini tusiende leo na Zuchu pia tukafanya shopping kidogo? Aliuliza kwa madeko Samia. Ya, usijali, tutafanya hivyo. Samani, ngoja niende chooni kwanza. Aliwaga na kuondoka kiwaacha. Upande mwingine wa simulizi, yuko sawa, ubongo wake, neva zake na mishipa yake, kila kitu kiponomo. Malakai alipewa majibu na dokta na alimtizama Ali ambaye alionekanika kuchanganyikiwa kidogo. Dokta, una hakika majibu ni ya huyu tuliyemleta kweli? Alihoji Ali. Ndio, kama bado mna mashaka basi mnaweza kumleta tena baada ya mwezi mmoja. Sawa dokta, tunashukuru. Malakai alitoka ndani ya chumba cha daktari na mbele yake alimuona Chioma akiwa amepitiwa na usingizi akiwa yupo kwenye kiti. Hivi ukimwangalia Chioma unamuona yuko sawa kweli? Alihoji Malakai. Labda ameamua zake tu kukupenda sasa hivi. Asubuhi nilikuwa nimempa ice cream na alinitupia chini, alafu mchana huu ananikumbatia na mara ananibusu, mara aseme kwamba ananipenda. Wewe kushtua hiyo? Inanishtua, kwa nini sinishtue? Yaani kama amekuwa ni mtu mwingine ghafla tu, alafu amekuwa na mawenge sana ujue. Alishatupa pumzi yake Malakai na kumwelekea.
Chichi alimuita taratibu na kumtikisa. Amka twende basi, nishatoka daktari. Chioma alijikausha kama vile amelala kabisa. Chichi, bwana wewe, hebu mbebe twende basi. Ni mbebe? Alihoji Malaka akiwa anamtazama Ali kwa mshangao. Asogea ni kubebea mimi mchumba wako. We, Malakai alimkataza Ali. Haya mbebe basi tuondoke. Malakai alitoa pumzi ndefu nje kabla ya kuinama na kumbeba Chichi ambaye alipobebwa tu alifumbua macho yake na kutabasamu na Ali alimuona. Chioma alifumba macho yake na kumkumbatia vizuri Malakai ili asidondoke. Haya ni maajabu haya. Malakai alimfikisha kwenye gari na Ali alimfungulia mlango akamuingiza ndani ya gari, na alipotaka kutoa mikono yake Chioma alimng'ang'ania. Chichi alita Malakai yuko anajaribu kutoa mikono yake. Vipi wewe? Akauliza Ali alikuwa amepanda ndani ya gari mbele akikaa siti ambayo hiyo ni ya dereva. Hataki kutoa mikono yake. Jiongeze sasa ukae huko nyuma. Alijibu Ali na kusogea upande wa dereva. Wewe hujui tu shida ninayoipata mimi hapa, alisema Malakai na kukaa siti ya nyuma kisha akaufunga mlango. Chichi alitabasamu na kujilaza kifuani mwa Malakai ambaye moyo ulikuwa ukienda mbio kweli kweli. Warudi chooni kwa gari la Malakai na Rina aliona tukio la Chichi kulala kifuani kwa Malakai. Vipi tena? Alihoji Ali. Sijui kalala, sijui ndo ana act, yani hivyo unamuelewa kweli huyo? Akauliza Malakai. Labda kakupenda mtoto wa watu, sasa hapo hata huelewi nini labda. Kanipendaje yani? Kila siku amekuwa ni wa kunilamba tuma vibao na kunizalisha. Leo katupa ice cream yangu leo hii ndio nimemnunulia, sasa hivi hataki hata kukaa mbali na mimi. Hebu ona hii. Ila binadamu ndo maana mnaambiwa hamnaga shukrani. Ulikuwa unalilia kwamba akupende mtoto watu amekupenda na huamini tena kama amekupenda. Amenipenda? Amenipendaje? Vipi kuhusu Rizwani? Wewe huyo anakuhusu nini? Huyu hata kama amepata ukichane vizuri tu bana, ukicha wake umekupenda wewe inatosha. Mimi napata shida mwanangu. Yaani napata shida wewe tu ndo hapa hujui napata shida kiasi gani. Shida gani sasa? Akauliza Ali alipokuwa amemtazama mwenzake, aliona kabisa hali mbaya kwa mzee wake. Jipigie sasa kabla hajarejea nafahamu. Sitaki nichukie daima Ali na siwezi kuutumia huu udhaifu wake ili kumaliza haja zangu. Hapo nako ni sawa, alijibu Ali akiwa anamtazama Malakai. Asa utafanya nini? Mimi nampa siku 3 tu, kama hajarejea nafahamu zake mimi najipigia. Imeisha hiyo, alijibu Ali na kumpa 5. Twende basi. Wewe tangulia, siwezi kumwacha huyu ndani ya gari mwenyewe, kama kuna chochote kile cha kuzurula kitotokea basi wewe nipigie simu. Poa, alijibu Ali na kushuka ndani ya gari akawa anafunga mlango. Liana alisogea na kugonga kioo cha gari. Malaka alishusha kioo na kumtizama. Nilizani wewe mwenyewe. Hapana, niko na huyu, nimemtoa hospitali. Anaumwa? Hapana, kawaida. Kuna nini kwani? Akauliza Malakai. Amna, nimemwona tu Ali akishuka mwenyewe hapa nikapata mashaka. Nilizani kuna chote huko kwenye uongozi. Amna, alijibu Rihanna na kubaki kama sema pale pale. Chichi aligusa batani na kufunga kioo na kumtizama Rizwani kwa hasira. Jinga wewe. Rihanna alisema hilo huko akiwa anavuta pumzi. Chichi akarudi kifuani na kufumba macho akalala. Chichi alita Malakai na kujibiwa. Kwa kuwa umeshaamka, kwa nini ni usiende darasani? Ni muda vipindi huu. Sitaki kusoma, alijibu Chichi. Hutaki kusoma? Mimi bwana hata nisomaje na feli tu, sasa nasoma ya nini? Una feli hesabu sana lakini mengine uko vizuri. Umejuaje? Aliuliza Chichi. Waga nafuatilia matokeo yako, alijibu Malakai na Chichi alitabasamu. Malakai, unaweza kunifundisha hesabu wewe mwalimu wangu, nitakulipa. Okay, kama unataka nikufundishe panga muda. Nitakuwa nakuja kwa kunanifundisha saa 3 usiku. Hapana. Nitakufundisha saa 1 na kama hautojali mimi ndo nitakaokuja kwenu. Okay, alijibu Chichi alikuwa anataka kumbusu tena Malakai mdomoni na Malakai alizuia kwa kuweka mkono wake. Usifanye hivyo kila saa, unanipa wakati mgumu tu hapa. Alizungumza Malakai na kufungua mlango wa gari na kutoka huko akiwa anatengeneza suruali yake. Chichi alitabasamu na kushuka ndani ya gari, akarudia na kutoa funguo, akaloki gari na kuweka funguo kwenye mfuko wake wa sketi. Aliingia darasani akampita Rizwani bila kumsemesha na kukaa kwenye siti yake iliyokuwa iko nyuma ya Rizwani, huku Samia akiwa anakaaga dawati la mbele. Chioma alitoa kibegi chake na kudumbukiza ufunguo wa gari huko. Rizwani alikuwa anasubiri kusemeshwa na Chioma kama kawaida, lakini alishangaa kupita sekunde zaidi ya 10 bila kusemeshwa. Aligeuka na kumkuta Chioma akiwa na headphones masikioni mwake. Unajifanya una kiburi?
aliuliza Liziwani na kuzitoa akaziweka shingoni kwa Chioma. Bado unaendelea kujitoa famwe. Kuhusu nini? Akauliza Chioma. Umefanya tofauti na nilivyokuambia. Baby, anapaswa kuniomba msamaha. Alizungumza naye Samia huko akiwa anakunja mikono yake na kusema mbele yao. Chioma alimtizama na Liziwani akamwambia Chioma, "Nazani umesikia, muombe msamaha." Nyevi chae. Akauliza Chioma akiwa anataka kurudisha headphones zake masikioni na Liziwani alizivuta kwa nguvu na kuzitupa chini. Chioma aliinuka na kuwasila kamdamba kibao. "Mpumbavu wewe, heshimwe. Huna hadhi ya kugusa chochote kutoka kwangu." Liziwani alimwandalia kibao na Chioma alimchimba biti. "Gusa hata unywele wangu alafu utaona kitu gani kitamkuta babako na wewe mwenyewe." Liziwani alitulia. "Baby, mtoto amfanya kazi kama huyo anakutishaje hivyo?" Alihoji Samia. "Oh, au are you sure kwamba baby ni mtoto amfanya kazi?" "Vipi kama Liziwani ndo?" "Chioma, inatosha. Samia, twende." Liziwani alimshika mkono Samia na kumtoa pale. "Wapuuzi wawili nyie." Chioma alinama na kuokota headphones zake ambazo zilikuwa zimepigizwa chini, moja ikawa imetoka. Alitazama na kumtazama Liziwani ambaye alikuwa akitoka mlangoni na Samia, na alikuwa ametoka kielekea mlangoni. Darasa zima sasa lilikuwa limeanza kushangazwa na tabia za Chioma. Yaani alibadilika na kuwa tofauti kabisa, mchana ule tofauti na alivyokuwa asubuhi. "Good afternoon, Professor." Ilisikika sauti ya Chioma akimsalimia profesa aliyekuwa ndani ya chumba cha darasa analosoma Malakai. "Afternoon my friend, how are you?" "I'm fine. Samahani kwa usumbufu, naweza kuchukua dakika 2 kuzungumza na Malakai?" Nipo kwenye kipindi," alijibu profesa. "Dakika moja je?" Ni kitu cha muhimu sana," akauliza profesa. "Ndio," alijibu Chioma na Malakai alitazamana na Ali. "Sijui ndo fahamu zisharudi au la," alizungumza Ali. "Utamfuata pale uzungumze naye kisha uondoke ili niendelee kipindi." "Asante," alijibu Chioma na kuanza kupanda vingazi kupandisha kuelekea juu kama kawaida. Ya Malakai hupenda kukaa juu na sehemu ya mwisho kabisa. Darasa zima lilikuwa likimtizama tu Chioma ambaye alikuwa akitembea kumfuata Malakai. Chioma alimpita Rihana ambaye alizidi kuchukizwa na kila alichokuwa anakifanya. "Malakai, Liziwani ameharibu headphones zangu." Chioma alifika na kushtaki huko akiwa anamuonyesha headphones zake. "Oho," alijibu Malakai akiwa anazipokea na kuzitazama. "Nitakutengenezea baadaye," alijibu Malakai akiziweka mezani na kutoa zake zilizokuwa ziko shingoni kisha akampatia Chioma. "Asante," alijibu Chioma akazipokea kisha akamwaga kumpungia mkono na tabasamu bana. Malakai naye alirudisha tabasamu japo kivivu na kupunga vile vile. Chioma alianza kushuka zake huku Ali akimtizama Malakai na kucheka kimya kimya. "Profesa, asante." "Sawa, ushamaliza?" "Ndio." "Ilikuwa ni nini?" "Liziwani alihebu headphones zangu kwa nimekuja kumsemea kwa Malakai." "Okay," alijibu profesa kwa kigumizi kidogo na tabasamu kwa mbali. "Sawa, karibu tena." "Asante." Chioma aliondoka na profesa alimtizama Malakai huku akiwa kama ameshindwa kuelewa kitu gani na kujikuta akiwa anacheka tu. Darasa zima nalo lilicheka maana tukio hilo kwa kweli lilichekesha kidogo, ila bado hali ilionekana kuwa tofauti kwa Rihanna. Upande mwingine wa simulizi. "Mimi sijui kwa nini namtetea huyo Chioma wakati ni mtoto wa mpishi tu kwenu baby." Samia alilalamika. "Baba yangu anamheshimu sana mama yake ujue. Na ndio maana hapendi kabisa mimi nifanye chochote kile kibaya kwa ajili yake. Na ukweli ni kwamba anatakiwa kumuoa huyu, lakini sipo tayari na ndio sababu ananifuatafuata sana kila mara. Na kama baba akijua na mtreat vibaya, atanifungia kadi yangu mpenzi wangu na sitaweza kufanya chochote kile bila kadi. Yaani kila siku nakuambia ili Samia, lakini hata uelewi unataka nione narudia kitu kimoja kila saa." "Lakini baby, ona leo amenidhalilisha mimi na hajaniomba kabisa msamaha. Wewe mwenyewe ukupiga amekupiga lakini hata umetulia tu." "Ulisema unataka kwenda shopping?" akauliza Liziwani akawa anabadilisha na mada. "Ndio," alijibu Samia akitabasamu. "Basi tukitoka leo twende kabisa." "Na Zuchu lakini?" "Ni sawa tu, tunaweza kwenda naye pia," alijibu Liziwani na bado alikuwa na kiburi cha kadi ya Chioma. Upande mwingine wa simulizi. "Ufunguo wangu?" aliuliza Malakai ambaye alikuwa amemwona Ali akiwa anafungua gari lake kwa ajili ya kuondoka. "Acha basi utanisi, nilikuwa nimekuacha ndani ya gari lako kwenda demu wako ise." "Sikuchukua funguo mimi," alijibu Malakai na kujaribu kufungua mlango wa gari lake. Chichi atakuwa nao. Wakati huo Chioma alikuwa yuko nyuma yao na alijitokeza. "Kwaherini," aliaga Ali na kuzama ndani ya gari lake akisepa. Chioma alimsogelea karibu Malakai na kumlalia. Malakai alikuwa ametoa headphones masikioni mwake na kuziweka shingoni mwa Chioma. "Vipi, mbona unatembea ukiwa umechoka hivyo?" "Nahisi kizunguzungu," alijibu Chioma na Malakai akawa amemshika vizuri. "Umeanza saa ngapi kujisikia hivyo?" alihoji. Sasa hivi tu, sasa hivi,"
alijibu Chioma. Malakai alimwinua uso wake na kumtazama machoni pake. Mbona unaonesha uko sawa? Nakutania, alisema Chioma na akicheka huku amechangamka. Wewe ni mjinga wewe, alicheka naye Malakai. Ufunguo unao? Ndio, alijibu Chioma na kutoa begi lake na kutoa ufunguo wa gari. Dereva wako hajafika? Aliuliza Malakai akiwa anataka kuchukua ufunguo wake na Chioma alikuepesha. Hajaja, wala sitaki kwenda na gari langu, nipeleke nyumbani leo. Sawa, hapa twende, alijibu Malakai na sasa hapo alipewa ufunguo wake. Alitoa lock na kumfungulia mlango wa mbele Chioma ambaye alitabasamu. Asante, Chioma alijibu na kumbusu mdomoni kabla ya kupanda ndani ya gari. Malakai alisema hilo kwa kanazunguka na kisha akaenda kupanda upande wa dereva na kuwasha gari. AC alimuuliza Chioma kabla ya kuwasha. Muziki kidogo, akauliza tena Malakai kabla hajawasha redio. Naweza kuconnect na simu yangu? Na Chicha aliuliza. Feel free, alijibu Malakai na Chioma alifanya hivyo na kuweka wimbo Anakupenda Malaika, huku akiimba kinyume chake. Pale kwenye Malaika alikuwa anasema Malakai, tena alikuwa akiimba kwa sauti hadi kumfanya Malakai yabaki kucheka tu. Malakai aliita Chioma baada ya kupita karibu na shopping. Naam, tusimame kidogo nikatizame lile gauni pale. Okay, alijibu Malakai na kutizama namna jinsi ya kupaki gari lake alivyokuwa mpaki vyema. Sasa walikuwa wameingia ndani kwenda kutizama gauni alilokuwa akilitaka. Chioma alishika gauni lile na upande mwingine lilikuwa limeshikwa pia na mikono ya binti mwingine aliyekuwa ni Samia. Sasa kwa hapo embu weka maoni yako, nani ambaye ataondoka na hilo gauni? Ngoja tuangalie msikilizaji. Achia wewe. Zuchu aliingilia kati na kumsukuma Chioma ambaye alidakwa na Malakai. Malakai akamtazama Zuchu na Zuchu akabinua midomo yake tu. Uko sawa? Alimuuliza Chioma. Chioma alitikisa kichwa akikataa kwamba haiko sawa. Why did you push her? Akauliza Malakai akimtazama Zuchu kwa nini msukuma. Sijamsukuma mimi, amedondoka mwenyewe kwa sababu hawezi kusimama mwenyewe hata kwa dakika moja, alijibu Zuchu. Mimi ndo nanijibu hivyo, alihoji Malakai akawa anamtazama Zuchu. Zuchu alijitukia kwa kukumbuka cheo cha Malakai kama president wa chuo. Na maanisha ni kwamba sikuwa nikitaka kumsukuma, ni bahati mbaya tu. Mtaka radhi. Nini? Alihoji Zuchu na Samia kwa pamoja. Hell no. Gaumbu samani kwa kivipi aswa? Yaani kafanywa nini yani ala? Alafu president, mbona kama vile unamwona huyo binti wa maana sana? Yaani naomba nikukumbushe tu, sio hazi yako hiyo, mamake ni mfanyakazi tu kwenye jumba kubwa la Kinaliziwani. Lili? Akauliza Malakai. Malakai, usihangaike na mbwa anayeweka tu kila akiona watu wanapita. Huyu dawa yake ni ndogo sana. Yeye na kikosi chake. Chioma alielekea gauni kwa mara nyingine na Samia akautoa mkono wake. Hili ni kwa ajili yangu. Hivi nadhani kwa maisha yako ya kimaskini unaweza kununua gauni kama hili? Aliulizwa Chioma na Samia. Alifika mhudumu baada ya kuona mzozo ndani ya duka lao. Bora umefika, embo mfukuze au maskini ndani duka hili, alafu mnaruhusuje watu wa level za chini waingie kwenye maduka yenu jamani? Aliuliza Samia. Yaani mtoto wa mpishi kweli anaweza kununua gauni kama hili? Akauliza Zuchu akimtazama mfanyakazi wa eneo lile. Una mtazama ya nini? Jambo mfukuze, alishurutisha Samia. Hapa kwetu tunahudumia wateja wote ili tu wawe na pesa ambayo inakiza anachokihitaji. Kwa hiyo unataka mimi ni shop pamoja na huyo mtoto wa mfanyakazi ndio? Akauliza Samia na Chioma alikuwa akimtizama tu. Manangu ni kwamba yote atakayekuwa na pesa ndio tutakayeweza kumhudumia bila kujali ni mtoto wa nani, alijibiwa tena Samia. Baby, mimi naona siwezi kusimama hapa na huyu Chioma. Hebu mfukuze. Chioma ondoka, alitoa kauli Ridhiwani. Hili nalo kadi taila vile. Baby, naomba gadi, aliomba Samia na kunyosha mkono wake. Ridhiwani kama ametoa black card ya Chioma na hiyo ndio iliyokuwa ikimwezesha kutoa pesa zozote alizokuwa anataka. Bado unataka huyu abaki huko ndani? Akauliza Samia kwa analingisha ile kadi. Tafadhali tokeni nje. Mhudumu aligeuka hapo na kumtizama Chioma na Malakai. Malakai alitabasamu na kisha kama amechukua simu yake na kupiga mahali. Duka umemwachia nani? Aliuliza swali hilo. Ufike hapa ndani dakika 5. Alitoa amri hiyo na kukata simu yake. Sasa huyu naye anamtishia nani? Unadhani hapa ni chuo? Upresident wako unaishia kule na sio hapa. Hapa ni pesa tu. Halo daddy. Niko sawa. Kadi yangu ya benki imeibiwa, unaweza kuifreeze? Aliuliza Chicho kwake mtazama Ridhiwani ambaye alikodoa macho kweli kweli. Asante, freeze sasa hivi, alisisitiza Chioma na kukata simu. Mwana siku njema jamani, natumaini manunuzi yenu yatakuwa ni ya kukata na shoka.
Chioma alimshika mkono Marakai na kuondoka naye nje. Tungesubiri kidogo, kuna mtu atakuja kukupatia gauni. Au sijali kwa sababu hata huyo analitaka hata lipata pia, alijibu Chioma. Samia alita Liziwani. Sio anajikuta nani hapa? Eti baba Freeze, kadi yangu ya benki imeibiwa. Hajachanganyikiwa mwenyewe tu Samia. Hujamsikia na upeza alivyoongea kama vile mmiliki wa duka. Umemwachana ni duka. Nenda ikataro umefika hapa. Shika. Samia alimpatia kadi na kumwambia, nitachukua zaidi ya hivi kwa sababu umetumia akili ya kumfukuza wa maskini hapa. And unaweza pia nawe ukachagua gauni moja nitakulipia. Liziwani kabaki akiwa na wenge tu na asijue afanye nini. Samia alienda na Zuchu kwenye viatu na muda huo Liziwani aliona ndo wakati wa yeye kuondoka na kuacha. Kadi ilikuwa kwa ajili ya malipo na haikuweza kurespondi chochote kile. Akarudia tena na kadi ilifanya hivyo. Samani alisema mfanyakazi yule na kumfuata Samia. Akaunti be freezed. Akaunti imefreeze? Akauliza Samia kwa mshangao. Ndiyo. Baby, alita Samia akiwa anageuka na kumtizama pale alipokuwa Liziwani mwanzo na hakumuona. Ameenda wapi? Alimuuliza Zuchu. Sijui, labda anatafuta kitu humu ndani. Hauna kadi nyingine? Aliuliza Samia. Usijali, nenda kuchukua wewe, tu hapo nitalipa kwa pamoja Liziwani akija, alijibu Samia. Aliingia manager muda ule. Yuko wapi bosi? Bosi? Ndiye amenipigia simu akasema kwamba ni hapa na dakika 5. Zuchu alitazamana na Samia kwa mshangao. Samani, umesema nani? Akauliza Zuchu. Manager alimpigia simu Marakai moja kwa moja. Hello bosi, nimefika. Je, huyo mfanyakazi wako mfukuze leo, alafu kuna picha na kutumia na location upeleke huo mzigo hapo. Ndio bosi. Alikata simu na kumpiga kibao mfanyakazi wao. Wewe mpumbavu, unataka kunikosesha kazi mimi si ndio? Umefanya ujinga gani mbele ya bosi? Upande mwingine wa simulizi. Chichi, hebu acha basi kujifanya unalala kila saa jamani. Alitabasamu Chioma na kufumbua macho yake. Nisha kufikisha kwenu. Twende ndani basi mara moja. Nitakuja baadaye, si nimekuahidi jamani, nitakufundisha saa 1. Utakuja kweli? Alihoji Chichi kwa sauti fulani hivi na kumshika mkono Marakai. Ndio, alijibu Marakai na kumsogelea karibu huku akiwa na egemea siti za gari lake. Walitazamana kwa sekunde kadhaa wakiwa wako kimya tu, mikono yao ikiwa imeshikana. Chichi aliita Marakai. Sijui kitu gani kimekukuta leo, lakini imekuwa ni siku special sana kwenye maisha yangu. Imekuwa ni siku ambayo nitaikumbuka daima. Hauna haja kuikumbuka hii siku kwa sababu ya leo ni madogo sana. Kadri tunavyozidi kwenda mbele, nitazidi kuzifanya siku zako ziwe nzuri zaidi zilizopita. Kuna muda nahisi kama vile naota. Chioma alimbusu kweli na alijitoa baada ya kumaliza haja zake. Vipi kama wote? Akauliza Chioma na Marakai kama msogeza karibu yake na kumtizama kwa sekunde kadhaa kabla ya kurudi mdomoni na kujichukulia zaidi. Midadi ilipanda na sasa Chichi alikuwa yuko juu ya mapaja ya Marakai. Ngoja, alisema Marakai yuko na hema kweli kwa kumtizama Chichi na kumfungua suruali yake. Chichi alitabasamu na kuweka mikono yake juu kisha akajitoa juu ya mapaja ya Marakai. Toka uende kwenu, alisema Marakai japo alikuwa na hema kwa shida. Hakikisha Samuyo anakuja. Alitoa angalizo Chichi na kuondoka. Marakai alitikisa kichwa chake huku akiwa anawasha hisi na kushusha kiti. Karibu Miss Chioma. Alikaribishwa na wafanyakazi kama kawaida na alikuwa ameingia akiwa na tabasamu bana. Leo umekuja mwenyewe? Lizoea kama wapi? Aliuliza mwingine. Ngoja, hilo si gari la Marakai hilo? Marakai? Akauliza aunti na hapo alipiga simu. Baba Chioma amekuja na gari la Marakai leo. Gari la Marakai? Akauliza baba Chioma. Hebu ngoja. Babake na Chioma alikata simu yake na kumpigia Marakai mwenyewe. Marakai alizinduka baada ya simu yake kuita. Alitengeneza sauti yake na kupokea. Halo baba. Nimesikia umempeleka Chioma nyumbani. Ya, ndio. Chioma amekubali kupanda gari lako? Baba, siwezi kuongea sana lakini ni kama Chioma ameanza kubadilika hivi. Ameshakupenda? Au ngoja tu ninakuja mwenyewe huko. Baba Chioma alikata simu yake na Marakai akiwa yuko pale na gari la Chioma likawa limeingia ndani akiwa na Liziwani na baba yake. Una mawazo sana leo, alisema baba yake. Chioma amebadilika sana ujue. Amefreeze kadi ya benki na hapa ninavyokuambia ametangaza chuo kizima kwamba anampenda Marakai. Unaota au? Baba, naongea ukweli. Wewe umemwona karibu yangu leo? Kuna siku Chioma alishawahi kuja nyumbani peke yake bila mimi, na hilo gari tulilopishana nalo hapo ni la Marakai. Unasema nini wewe? Amefreeze bank account. Nitachezaje kabari? Kama kuna upumbavu umeufanya, amka hapa twende kaombe radhi sasa hivi. Asijafanya chochote kile mimi baba, alijibu Liziwani.
toka kwenye gari twende. Siwezi kukosa pesa za Kamali mimi kwa ajili ya upumbavu wako wewe. Liziwani alishushwa mbio kwenye gari na baba yake na akimkamata Kora na kumuingiza ndani. Unaingiaje chumbani kwangu bila kugonga? Aliuliza Chioma kwa sauti yenye ukali ndani yake, akawa anamfokea babake na Liziwani. Nimemleta Liziwani hapa, amekuja kuomba msamaha. Nimeuliza umethubutu kuingia ndani ya chumba changu bila kugonga? Hujui mipaka yako? Aliuliza na Chioma. Baba Liziwani naye alikuwa ameshangaa kwa sababu mara nyingi tu amekuwa akiingia ndani ya chumba hicho cha Chioma bila kugonga, na Chioma hakuwahi kulalamika hata mara moja. Samahani, atoka nje, na kama mna shida na mimi mnapaswa kusubiri huko. Hata siku moja msipandishe miguu yenu kwenye ngazi za chumba changu mimi. Liziwani aliondoka wa kwanza na babake dereva akamefuata. Umejionea sasa mwenyewe? Aliulizwa na mwanae. Huyo ni Chioma amenifokea mimi? Ndio amekuwa hivyo leo kuanzia mchana tu. Ni kufoka tu yani. Ameruka mdu gani huyo? Unajua hii sio nzuri kwetu. Tutapoteza kila kitu Liziwani. Hamna, najua anatembea na Malakai ili kunikomoa tu. Wewe usiwe na mashaka baba. Nafahamu kitu gani cha kufanya. Malakai alirudi nyumbani kwake na alikuwa amejawa na furaha kweli. Siku hiyo alibaki akiwa anakumbuka kila kilichofanywa na Chioma. Simu yake tena alikuwa nimeja kutoka kwenye ile duka la nguo. Ndio. Boss, nimeshafunga hilo gauni na subiri unitumie location wapi nipeleke. Usiendelee mwenyewe saa 12 jioni. Wewe lifanye tulio tayari. Sawa. Simu iliita papo hapo na ilikuwa ni babake. Baba, kumetokea nini huko? Babake na Chichi amenipigia simu hapa, anasema kwamba yupo kwenye ndege na kuja huko. Babake na Chichi anakuja? Ndio, ameniambia kuna habari njema baina yako na Chichi na hawezi kuvumilia kuzisikia kwenye simu. Ni habari gani hizo? Umeshampa Chichi mimba? Baba, hebu acha masiara basi na wewe. Mwenyewe unajua kabisa kwamba Chichi anasoma. Sasa habari njema gani hizo zaidi ya hizo jamani? Huyo demo mimi nishakwambiaga kamata baka mpe mimba, mchezo umeisha. Maana kama unambembeleza hataki utafanyaje sasa? Unaisha kuteseka tu. Habari njema ni kwamba Chichi amenitamkia leo yeye mwenyewe kama ananipenda. Unaota wewe? Chichi akwambia nakupenda? Na Liziwani je? I mean it dad. Na cha zaidi ni kwamba amenibusu leo zaidi ya mara 3, tena sio tu busu kavu yani. Malakai mwanangu, una hakika wote wewe? Na kutumia video baba. Chichi kanikumbatia mbele ya ukumbi mzima huko akiniambia Malakai I love you. Hapana, na mimi nakuja na ndege. Alijibu babake na Malakai na kukata simu. Baba, yani kila mtu haamini, hata mimi siamini. Alijiambia Malakai na kujivuta shavu. Ni kweli jamani, wala sio kwamba naota. Chichi alishuka ngazi akiwa anaelekea sebuleni alipomwona Liziwani akiwa na babake wakiwa wamekaa na msubiria. Alizungusha macho yake na kwenda kukaa huko akiwa na simu yake. Alienda ku unblock namba ya Malakai na kuweka headphones za masikioni mwake. Chioma, tafadhali nipe heshima yangu, ni Miss Chioma kwako na sio Chioma kavu. Ndio samani. Kwani Liziwani amekufanya nini leo binti yangu? Umebadilika sana. Basi tu nimechoka kumtumia, kwa hiyo nimeamua kutafuta ladha nyingine. Alijibu Chioma tena simple sana pasina hata kuwepesa jicho lake. Liziwani alitasamia kwa sauti kubwa akiwa anakuja na Zuchu. Umenifanyia kitu gani leo? Kwa nini umefreeze account yako halafu umeondoka tu pasina kulipia gauni? Unajua nimedhalilika mimi kiasi gani? Alicheka kidogo Chioma kwa kuziba mdomo wake. Kwa hiyo wewe uwezi kununua chochote kile bila pesa za Liziwani nao? Naongana Liziwani na sio wewe mtoto wa mfanyakazi. Kuvaa hivi viungo viwili vitatu visikufanye ukajiona kwamba na wewe ni tabaka la juu. Yes, mtoto wa mfanyakazi aliyefreeze account ya benki ya bosi wake, usisahau hilo Alitoa dongo hilo Chioma na kumpusha kitoka na kuacha pale. Bebe, alitasamia akiwa anagonga miguu yake chini. Unaona vitu Chioma anavyonifanyia leo? Dereva, kwa nini usimpeleke huyu nyumbani? Samia, nenda nyumbani, tutazungumza kesho, kwa sasa hivi niko busy kidogo. Zuchu alishangaa na Liziwani alivyokuwa anaongea. Leo umepoa sana jamani, alafu mbona kama unamtetea sana Chioma leo? Tafadhali nenda nyumbani. Liziwani na kumpa ishara babake watoe pale. Malakai kanatoka bafuni amevalia taulo, alisikia simu yake inaita, kasogelea na alishangaa jina lilokuwa limesomeka kwenye skrini yake. Chichi? Mungu, leo ninaota au? Alijiuliza na kuipokea kaweka sikioni. Alitoa masikioni, wewe ni video call hiyo. Alicheka Malakai na kuitoa sikioni kisha akawa mtazama Chichi ambaye alikuwa anatabasamu. Umetoka bafuni? Ndio, alijibu Malakai. Na mimi nimetoka bafuni muda so mrefu, niko kwenye balcony hapa. Nimepumzika tu. Nikakumisi.
Seriously? Akauliza Malaka akiwa anaketi kitandani. Ndio naona kama saa moja ni mbali sana ujue. Alafu Malaka, naam, chakula gani napenda kula? Tambi kama wewe. Na juisi ya nanasi kama wewe. Wewe umejuaje mimi napenda hivyo? Najua kila kitu kinachokuhusu wewe Chichi. Kila kitu, hata siku yako ya period. Mwongo wewe. Alijibu Chichi kwa anacheka. Najua kwa sababu ukiwaga period chunusi waga zinakutoka chini ya pua. Malaka, wewe umejuaje hivyo? Najua vingi sana, hata nikikwambia vingine unaweza ukakata. Kama? Akauliza Chichi. Siku gani lala na Ridhiwani? Alijibu Malaka, na hapo sauti yake ilikuwa chini. Hiyo ilikuwa ni siku ambayo nilifanya makosa makubwa sana na nataka kuyafuta makosa yako kulala na wewe. Ona ulivyo mjinga. Chichi, unajua mpaka sasa hivi sija kuelewa. Huna haja ya kunielewa Malaka, unapaswa kuniamini tu. Alijibu Chioma. Amini kwamba Chichi anakupenda sana. Amini kwamba Chichi amebadilika kwa ajili yako, na ni kwamba Chichi yupo tayari kupigana na yote yule kwa ajili yako Malaka. Nakupenda. Alimalizia Chioma na Malaka alishia pumzi ndefu. Nakupenda zaidi Chichi. Sijawahi kabisa kumfikiria mwanamke mwingine tofauti nawe katika maisha yangu. Najua na nitakupenda hadi uchanganyikiwe. Hapa yeye nimeshachanganyikiwa. Usitaki kunichanganya zaidi. Malaka, naam. Unaweza kushusha simu kwa chini kidogo, nataka kuona sehemu yako ya tumbo. Sehemu yangu ya tumbo? Akauliza Malaka akiwa anacheka. Ndio. Chichi, unakisha wewe. Unataka kunichungulia sasa? No, ndio maana nimeomba kidogo tu. Kesho tuna mashindano ya boatless pale baharini kule. Kwa nini usije ili unaone vizuri? Seriously? Ndio. Lakini nitaruhusiwa sasa? Umesahau mimi ndio president wa chuo, naweza kuzungumza na principal, mashindano yakawa ya fani zote. Yes! Aliluka Chichi kwa furaha na Malaka alitabasamu naye. Nilimisi sana kukuona ukiwa na furaha hivi Chichi. Unajua hujawahi kabisa kuaga na furaha tangu uingie kwenye mahusiano na Ridhiwani. Hayakuwa mahusiano hayo. Nilikuwa nimelogwa, dawa zake zimeshaisha nguvu. Wewe tena. Malaka, nataka kuomba radhi kwa yote ambayo nilikuwa nimefanya nikiwa na Ridhiwani, na kuhakikisha kwamba hazikuwa akili zangu sahihi, ila kwa sasa hivi ufahamu wangu umesharejea, na ninachojua ni kwamba sitaki kupoteza hata sekunde moja kukaa mbali na wewe. Kweli utaki kupoteza hata sekunde moja kukaa mbali na mimi kweli? Ndio. Sasa mbona uko mbali na mimi tayari? Akauliza Malaka. Haya, nakuja. Alisema Chichi na kukata simu. Eti nakuja, utazani anapafahamu hapa. Miss Chioma, nataka kupika. Nikupikie nini? Naenda kwa Malaka, sitarudi leo. Sio swala la kupika, utajiamlia wewe mwenyewe. Sema, umesema naenda kwa nani? Akauliza aunti. Malaka. Aliongona Chioma kwa tabasamu na kuelekea chumbani kwake, akatoka na pochi tu kisha katimua mbio. Liko wapi gari langu? Akauliza Chioma baada ya kulikosa nje. Dereva ameondoka nalo akiwa na Ridhiwani. Chichi alimpigia simu babake. Dereva kaondoka na gari langu na sijui kaenda wapi bila ruhusa yangu. Nipo na karibia kupanda ndege Jumatatu. Chichi. Ashakata simu. Baba Chichi alimpigia simu dereva wa binti yake. Kumetokea nini bwana? Chichi amesema ameondoka nyumbani na gari lake pasi na ruhusa yake. Bosi, hebu rudi nyumbani kamfuate binti yangu, alafu hilo gari ni kwa ajili ya binti yangu na matembezi yake, kama kazi imekushinda acha. Alizungumza baba Chichi na kukata simu. Kuna nini? Akauliza Ridhiwani na babake hakumjibu zaidi ya kugeuza gari na kurudi. Alifika na kutoka akiwa na tabasamu. Baba, kuna nini? Baba Chichi kapiga simu na kusema turudi nyumbani, Chichi anataka kutoka. Ina maana Chichi umeshindwa kuvumilia kidogo tu nimpeleke Samia kwao? Atoa hizo takataka ndani ya gari langu. Na hilo ni onyo la mwisho. Usitoe gari langu kulipeleka popote bila ruhusa yangu kama unaipenda kazi yako. Chichi alitoa oda kwa babake na Ridhiwani. Ndio Miss Chioma. Alifunga mlango gari, alishuka Samia pamoja na Zuchu. Baby, kuna nini? Asante. Alishukuru Chichi akipanda gari lake na kuondoka. Baby, what is that? Alihoji Samia kwa ukali. Jambo mtu mjibuni Samia jamani. Kazi kweli kweli. Lakini sawa. Msikilizaji, tuko na simulizi yetu ya Malaka wangu. Hii ni bonus track toka tunasubiria kumalizia simulizi yetu ya Mti Mkavu, Mizizi ya Upendo, iliyoandikwa na Esi Hussein Vumbi. Lakini hapa tuko na Bibi Salma Rashid Ramadhani, na hawa ni watu ambao wanachuana kweli kweli kwenye simulizi za comedy. Kama umepata kusikiliza kwa uzuri Mti Mkavu, Mizizi ya Upendo, basi kuna comedy la kuvunja na shock. Afu Esi Hussein Vumbi ni mtaalamu pia wa simulizi za mapigano. Kama umeweza kusikiliza simulizi ya Moyo wa Msafiri,
Ni simulizi ambayo ni adventure action, yani kuna mapigano ya kutisha, lakini pia unakuna safiri kutokea nchi kama ya kwanza mpaka unakatisha nchi 6 kwenda kufika nchi ya Sayadi, ambako huko ndiko nyumbani kwa mtaalamu wetu wa kuitwa Yuri. Kama isikiliza basi na ninachokiongea hapa, kama bado basi kisha unaipata simulizi ya Moyo wa Msafiri, lakini Mti Mkavu Mizizi ya Upendo ni full comedy, yani ni vichekesho mwanzo mwisho, ni burudani. Kwa tunamweka Salma na mtaalamu wetu Esi Hussein Vumbi wako pamoja, kwa tunakuwa tumwache Salma. Tuko naye hapa kama bonus track tu katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu. Kama utakuwa na muda wa kutosha taimaliza kabisa mpaka mwisho. Kama muda utakuwa mchache, basi utakuwa unaipata pale WhatsApp 0677 062 sema nitakubakia, na nitabakia sehemu moja tu ambayo kule WhatsApp itakuwa na kipande cha A na B. Kwa urahisi tu unaweza kuipata huko, kama tutashindwa kupata muda wa kutosha kuimaliza hapa ndani ya YouTube channel ya Simulizi Max. Endelea kubaki na mimi msikilizaji, tuendelee kuangalia nini kilijili katika simulizi tamu kweli kweli inayokwenda kwa jina la Malakai Wangu. Liziwani hakuweza kujibu lote zaidi ya kupanda ngazi akiwa anarudi ndani. Baby, Anita Samia akiwa anamfuata wangu. Daya, ni maigizo gani haya? Yaani kwanza kafungia kadi ya benki, pili kaondoka na gari. Huyu mtoto wa mfanyakazi kweli? Zuchu peke yake ndio ameanza kutia mashaka juu ya mambo yanavyokwenda kwa siku ile. Juma alifika hadi katika jengo la Malakai na alitabasamu. Akiwa pale alivuta kumbukumbu ya namna jinsi alivyomuona Malakai akifungua mlango kwa kutumia password. Aliweka 010202, aliingiza password hizo na mlango ukafunguka. Wow, akazama ndani, na wakati huo Malakai alikuwa yuko jikoni akipika mayai. Hello, alisalimia Chioma kwa tabasamu mwanana. What? Akauliza Malakai kwa kushangaa. Surprise. Chioma aliongea hayo akijisogeza karibu naye na kumbusu. Umepahamuje hapa? Auntie aliniambia password zako na ni rahisi sana, 010202. Nilikaridi nilipokuona unaingiza. Uliponiona nikiingiza? Chioma alitabasamu tu. Unapika nini? Nakaanga mayai. Naweza kupasha utumbo kidogo hapa. Unataka kukula kitu cha tofauti na mayai? Unataka kunipikia? Akauliza Malakai. Ndio. Okay. Alijibu Malakai na kufikiria. Kwa nini usipike tambi na nyama? Haya, ila inabidi nibadilishe nguo, nisichafue hizi. Sina nguo za kike mimi mkutani. Naweza kuvaa lakini bukta zako. Alicheka Malakai akimtazama kisha akamueleza. Password umezifahamuje? Nilikuona ukiweka bwana, niamini nikikwambia hivyo. Hujawahi kujaga kwangu lakini ulinionea wapi? Vipi kama nikikwambia nimeshawahi kuja na ukanifungulia mlango? Aliguna Malakai. Tena chumbani kwako basi, ukanipe nguo za kuvaa. Sawa, alijibu Malakai kama itangulia ndani. Walifika ndani na Chioma alishangaa ukubwa wa chumba chake. Mbona chumba kikubwa hivyo kama sebule? Napenda chumba kikubwa. Unayo hadi gym, una uhakika hichi ni chumba kweli? Akauliza Chioma akiwa anafungua upande mwingine ambao aliona vifaa vya mazoezi. Wow, alitabasamu baada ya kuona na swimming pool kwa nje. Unajipenda wewe mwanaume. Najutia kwa nini maisha yangu ya nyuma sikuwahi kabisa kukupatia nafasi japo kusikiliza tu. Maisha yako ya nyuma? Malakai alita Chioma na kwenda kumshika tumboni mwake. Naam. Alitikia Malakai na Chioma alikuwa ameanza kumpandisha shati lake taratibu. Unafanya nini hivyo? Akauliza Malakai. Naangalia hizi six pack hapa. Alijibu Chioma na kumpandisha shati lote juu. Shika hivi, alisema Chioma akiwa anamtaka Malakai ashike shati lake. Chichi, una nini lakini leo wewe? Akauliza Malakai akiwa ameshika shati lake. Tena vingi, vipi nataka nikupe? Aliuliza Chichi huko akiwa anapitisha mkono wake kwenye mbavu za Malakai taratibu kabisa, huku akitizama kwa namna fulani hivi. Alikuwa ameanza kushusha mkono wake akitaka kupeleka pasipofaa na Malakai akakupepesha hilo. Haya, twende nikutafutie nguo. Alifungua mlango wake wakiona kutoka kule walipokuwa mwanzo. Alifungua kabati dogo na huko kulikuwa kuna bukta za kutosha, kwani alizitumia wakati wa kufanya mazoezi pamoja na tight ndefu. Aya, uchague unayotaka hapo. Chichi alipandisha mdomo wake. Kuna nini tena? Kwa nini unataka kulala na mimi? Ni kwa sababu nimeshalala Liziwani? Malakai alishusha pumzi ndefu kisha akamsogelea na kumkumbatia Chichi. Nataka uwe na uhakika na hisia zako juu yangu Chichi, na ndo maana nakwepa kila mara. Mimi na uhakika na hisia zangu Malakai. Nakupenda, nataka kulala na wewe. Na shida yako iko wapi labda? Unapeleka mambo kwa haraka sana Chichi. Tunapaswa kwenda taratibu. Taratibu ni tena Malakai. Au nipeni tena? No. Asa kwa nini utaki? Akauliza Chichi na kujitoa kifuani kwake. Ni kwa sababu yako Chichi. Nataka ufanye vitu bila kuwa na miemko. Wewe huhisi kama leo umefanya mambo mengi sana juu yangu. Umenibusu zaidi ya mara 3.
Umeniambia unanipenda hadi mbele za watu. Umebeba hadi funguo za gari langu mimi leo. Umechukua headphones zangu, umekuja hadi kwangu na password. Umefungua hapo hapo tunavyoongea. Uko chumbani kwangu na unataka kuvaa nguo zangu tena. Basi sawa, naondoka. Alijibu Chichi. Unaenda wapi sasa? Akauliza Maraka akimzuia. Nenda nyumbani, umeniambia kama nimefanya vitu vingi leo kwa ajili yako, kwa hiyo vinatosha. Sijasema hivyo Chichi, wala usinitafsiri vibaya. Ninachomaanisha ni kwamba unapaswa au tunapaswa kwenda taratibu kwa sababu tukifanya vitu vyote siku moja tutakosa vya kufanya kesho. Sawa, naomba niende nyumbani. Alisitiza Chioma. Sasa ndo nini hiyo? Mbona kama vile hujanielewa bado au unanitafsiri vibaya? Umenifukuza Malaka, unataka nikutafsirije labda? Akauliza Chichi huko akawa anapeleka mikono yake usoni na kufuta machozi yake. Sijakufukuza Chichi. Nimekuambia kwamba siwezi kukuruhusu wewe ulale na mimi leo labda. Hivyo sasa utakuwa umenielewa labda. Sasa basi naomba mimi niende kwetu. Alijibu Chichi na kujitoa kwa Malaka ikisha kama amechukua pochi yake iliyokuwa kitandani na kuanza mwendo. Ndio nini sasa hivi? Alihoji Malaka na kumfuata Chioma ambaye alikuwa anashuka ngazi. Akamtazama Chioma na Chioma kabaki kutizama chini huku akifuta tu machozi. Malaka akamtazama kwa sekunde 20 bila kusema jambo na alimshika tu Chioma mkono wake na kuupeleka alipokuwa akitaka kupashika, na hapo awali alikuwa amemzuia. Chioma alitulia tuli baada ya mkono wake kuwa huko kunako mambo. Chichi, sio kwamba sina hisia na wewe. Ni kwamba najikaza kwa sababu sitaki kesho uhisi ulifanya makosa leo. Unaona bado uniamini. Malaka, I love you. Usifanye hivi kwa miamko yote, linafanya hivi kwa kuwa nakupe. Malaka hakuacha hata sentensi malizike na aliamua kumpa mtoto kitu anachokitaka. Baadaye ni saa 3 na hajaja nyumbani. Alalama Liziwani akiwa yuko nje ya jengo lile la kifahari akimsubiria Chioma. Gari la Malaka liliingia mida ile na Chioma akiwa yuko ndani ya gari huko akionekanika kuvuta kweli kweli. Chichi, huwezi kulala kwangu bila ruhusa ya mtu yote yule, na ni tabia mbaya pia. Nilishamwambia aunti nitalala kwako na akakubali, ni wewe tu ndio hutaki kulala na mimi usiku kucha. Umeanza tena, alihoji Malaka. Nakwambia ukweli, alijibu Chioma, na hapo Liziwani alifungua mlango wa mbele alipokuwa amekaa Chioma huko akimvuta. Malaka alifungua mlango gari lake na kushuka naye. Kwa hiyo ulienda kwa huyu mpuuzi ndio unarudi sasa hivi nyumbani? Akauliza Liziwani, na Malaka alitoa mkono wa Chichi na kumweka pembeni yake. Naomba unipishe, nataka kuzungumza na huyo mpuuzi na sio wewe. Asiyamleta hapa kwa ajili ya maongezi na yote ule. Weka chukue nguo za chuo kesho utondoke. Chioma alitabasamu na kukimbilia ndani na kalaka. Hiyo dawa uliompa na kwambia itaisha nguvu na atakuweka vibao tu kama kawaida yake, niamini mimi. Na vipi kama sio dawa Liziwani? Ngoja. Ushauri wa bure tu ni kwamba ni wakati wako sasa wa kuweza kuishi maisha uliyostahili umefika. Mwanamke wangu mimi hata kaa kupe pesa kwa ajili ya wewe kuenjoy na demu wako Samia. Malaka aliloki mlango wa gari na kumfuata Chioma ndani. Nitakuonesha kwamba Chioma ni wangu na wangu milele. Liziwani alisema hilo akiwa na uhakika kabisa wa kile anachokisema. Auntie, shikamo. Alisalimia Malaka. Marahaba. Na kuona leo tabasamu pana bala. Hamna. Alisema umemruhusu aje kulala kwangu leo, ndo nikasema ni mlete ili nipate uhakika. Hapo ni wewe tu alale hata mwezi mzima, babake hana shida na wewe kabisa, ise alisharuhusu hilo. Kumbe. Ndio. Liziwani alikuwa ameingia ndani na kutizamana na Malaka. Alipanda kuelekea chumbani kwa Chioma na Malaka alimfuata nyuma. Nilishakwambia usingeni alikuwa wewe. Chioma, hivi unajua unachokifanya? Hata kama ndo unataka kunilipizia kwa kutembea na Samia, sio kwa kufanya hichi. Kukulipiza? Sasa wewe na kulipizia ni kwa mfano. Maana una chochote kile cha kufanya mimi nikufanyia hivyo. Inajua unanilipizia kwa kuwa nilimleta Samia na kulala naye ndani. Baby no. Baby. Wewe ni kichaa kweli, unanipotezea muda na moyo Malaka wangu. Alisema Chioma. And by the way, utoke ndani ya nyumba yangu uende kule ulipokuwa ukiishi awali kwa sababu ndipo baadhi yako. Chioma alitaka kusema zaidi Liziwani, ila Chioma alimkatiza. Hii ndio mara ya mwisho kukuona ndani ya chumba changu Liziwani. Sitegemei kukuona tena hapa. Alimpita Liziwani akitokea mlango na hapo alimkuta Malaka akiwa amesimama. Alibeba begi dogo la Chioma na kuondoka naye. Auntie, tunaenda. Sawa, alijibu auntie akiwaga, na walipotoka alipiga simu hapo. Ila simu haikuwa inapatikana, alipaswa kuacha ujumbe wa message. Chioma ameondoka na Malaka, huwezi kuamini. Liziwani amefukuzwa na kuambiwa arudi kule nyumba ya chini ambako anaishi babake. Upande mwingine wa simulizi, una mawazo sana binti yangu. Aliulizwa Liana na babake aliyembusu kwenye paji la uso. Alinikuhusu Malaka. Nini tena kimetokea? Yule binti ambaye nimekuambia anampenda sasa hivi
amemkubali wako kwenye mahusiano. Malakai anachoma. Ndio sasa hivi Malakai hana hata muda na mimi tena. Ila uliniambia ulishawahi kulala naye. Ndio, ilikuwa ni mara moja tena, ndio iliyomfanya akaweka mipaka mikubwa sana na mimi. Yaani hadi leo ile kucheka cheka tu tena hamna. Asa limeongezeka na hili la choma, naona kabisa nampoteza milele. Vipi kuhusu mimba? Akaulizwa Liana. Ni zaidi ya miezi 6 tangu nilale naye. Unadhani kwamba kuna mimba tena? Alihoji Liana. Asa kama ndio hivyo, kwa nini usijaribu kutumia mbinu zile zile ulizokutumia mwanzo kulala naye, na safari hakikisha kwamba unabeba mimba? Unajua ndio pekee unafahamu utajiri wa babake na Malakai na utajiri wa babake na Malakai. Ndio utajiri wa Malakai kwa sababu yeye ndio mtoto wa pekee na mrithi wa hizo mali. Najua baba, na ndio maana siwezi kuruhusu utajiri wa mabilioni kama huo uende kwa mwanamke mwingine yote isipokuwa mimi. That's my girl. Ukimpata Malakai basi tayari kampuni yetu itakuwa sawa. Alisisitiza babake na Liana. Good morning. Malakai alimsalimia Chioma ambaye bado alikuwa katikati ya usingizi. Malakai anambusu Chichi begani na kumsemesha sikioni. Wake up, wake up. Chichi alianza kuguguna tena kutabasamu. Good morning. Alimsalimia tena Malakai huku akiwa anatengenezea nywele zake Chichi vizuri. Morning my love. Malakai alitabasamu tu. Breakfast kwa ajili yako. Alizungumza Malakai na kuchukua tray aliyokuwa ameandaa kifungua kinywa. Asante. Alipokea Chichi na Malakai akabaki anamtizama tu. Usiniangalie hivyo bana. Vipi nikiamka na kuwa mbaya? Hapana, you are so cute. Una kasula fulani hivi kama kachakato cha mtoto. Seriously? Akauliza Chioma na kuchota maini kwenye kijiko, kisha akamgeukia Malakai na kumpelekea mdomoni. Malakai alitafuna na kuchota naye kisha akamlisha. Ngoja nikaoge tu, tutachelewa kwenda chuo. Alinuka na Chioma akamshika mkono. Nibusu. Malakai alimbusu kwenye paji la uso. Kuna lakalaka, tumebakiza nusu saa tu. Okay. Alijibu Chioma na kuendelea kunywa chai. Malakai alipozama tu bafuni, Chioma aliinuka kutoka kitandani na kuweka tray ile kwenye kimeza kidogo na kuvua gauni la kulalia lokuwa amelala nalo, kisha akaenda bafuni. Chichi, nimekuambia unywe chai, tumebakiza dakika 30 tu. Ndio nimekuja kunywa, alijibu Chioma kitabasamu. Upande mwingine wa simulizi. Gari liko wapi? Aliuliza Liziwani. Nilizani umeshaenda na Chioma chuoni mkiwa na gari. What? Unamaanisha Chioma alipoondoka na gari jana hajarudisha? Liziwani alimuuliza babake. Maana yako ni kwamba amelala nje ya nyumbani, si ndio? Akauliza Jamuka ya babake na Liziwani. Hiyo huyu Chioma ameshafika mbali sana sasa. Yaani mimi naendaje chuoni? Natumia usafiri gani sasa? Sitasamee kwa hili kabisa, na hapa sitamsamee mimi. Upande mwingine wa simulizi. Bebe, leo hujanifuata. Akalalamika Samia baada ya kumwona Liziwani. Sio wewe ndio umekuja na taxi? Gari limeharibika leo, nimeacha garage. Nimekupigia simu hujapokea kabisa, alisisitiza Samia. Nilikuwa busy mpenzi na gari. Yaani sijaona kabisa kama nipigia. Akitali Liziwani na hapo ilikuwa limeingia gari la Liana. Alipaki na kushuka. Samani, Malakai ameshafika? Aliuliza Liziwani. Hajawahi kuchelewa, kwa hiyo atakuwa amefika. Alijibu Liziwani na kuendelea na shughuli zake. Kwa nini una tafuta Malakai asubuhi? Akauliza Samia. Amna, alijibu Liziwani akanichekesha. Malakai alita principal kwa darasani na alijibu hayupo. Hajaja hadi muda huu? Akauliza tena kwa kukazia. Ndio. Rihanna aligeuka na kutizama sehemu anapokaga Malakai na hapakuwa na mtu kabisa. Ali, yuko wapi ndugu yako? Gari lake limesumbua kidogo asubuhi, ila yupo njiani, ngoja nimuulize yuko wapi. Ali alitoa simu yake. Hebu njoo hapa weka speaker. Aliweka simu loud. Wa Malakai, wewe, hiyo gari bado tu haijatoka garage principal na kuulizia hapa, alafu simu ipo loud anakusikia. Bado kidogo tu ndio fundi na malizia hapa. Nitakuwa hapo baada ya dakika 20 tu hivi. Principal amesema anakuja. Na huyo yupo garage au nyumbani kwake? Mbona sauti kama yuko ndani huyo? Akauliza principal. Amna, Malakai saa 11 shamka yule. Alizungumza Anna principal alivyoondoka tu alimpigia simu. Vipi, wapi hiyo? Chicha anazingua sana mshikaji wangu. Yaani yeye ndo ananichelewesha hapa mpaka muda huu, hata mafuta hajapaka yani. Hajapaka mafuta? Kwani uko wapi? Nipo kwangu huku. We, kwa ushajipigia? Akauliza Ali kwa sauti ya chini. Alingangania sasa, mimi ningefanyaje sasa? Akauliza Malakai. Eti nampa siku 3. Nilishangaa sana ulivyosema eti nampa siku 3. Wewe sema nimempa masaa 3 tu, ukamaliza jambo lako. Vipi lakini bado mawazo yake ni I love you Malakai au amebadilisha?
Amna, mtoto kasimamia msimamo wake aise, alijibu Marakai. Tayari alisema Chichi alikuwa anatoka na headphones na za aina nyingine za Marakai pamoja na miwani yake na saa. Yaani umenichelewesha hapa, kumbe ulikuwa unataka saa, si ungesema tu. Zinafanana na miwani yetu Dembu twende bwana, tumeshachelewa sana na principal ananitafuta huko shule. Chioma alita principal akiwa na karatasi, alijibiwa kwamba hayupo. Hayupo? Akauliza na kushangaa na aliuliza, Liziwani? Nipo saa. Yuko wapi Chioma? Nimemwacha gari imeharibika kidogo, mimi nilikuwa nimeweka kwa sababu nina kazi za kufanya. Sawa. Alijibu principal na kupiga tiki. Akija mwambia nifuate, kuna kitu hapa napitia. Aliondoka principal na Liziwani alikunja ngumi yake kwa hasira kweli kweli. Alitoka na kumpigia simu Chioma, alikuwa anataka kufahamu wapi alipo hadi muda huo hajafika chuoni. Unazali jibu gani litakalo kuwa la Chioma kwa Liziwani? Kashapewa vile vitu vya nani? Majibu ya shombo acha yaongezeke nye. Ngoja tuangalie msikilizaji. Simu ya Chichi iliita na aliitazama kisha kama ipokea. Yes, hello. Uko wapi wewe mpaka sasa hivi hujafika chuoni? Usitaki kuniambia uko na Marakai hadi muda huu? Chioma. Hebu acha huo upuuzi wako mara moja na nitakusamea, tofauti na hivyo sitawahi kabisa kukusamea. Na hili litakuwa juu yako. Liziwani, hebu amka kwenye huo usingizi mzito uliolala. Alijibu Chioma na kukata simu alifyonza. Block your number. Alitoa maagizo ya Marakai akiwa anaendesha gari bila hata kumtizama. Yaani Liziwani sijui anajikuta nani yani. Nimesha block number yake. Alirudia kauli yake Marakai na kumtizama Chioma akiwa hana hata tone la tabasamu usoni mwake. Chioma aliblock namba ya Liziwani na kuifuta kabisa kwenye simu yake. Asante. Alitoa mko hilo Marakai. Alipaki gari eneo la parking kwani alikuwa ameshafika. Mbona mmekuja pamoja? Akauliza principal alipokuwa ameona. Nimempa lift Chioma. Nilimkuta barabarani. Imekuwa siku ya ajabu Magari yenu yote yameharibika kwa pamoja na mkapeleka gereji na kuja pamoja. Kulikuwa nani profesa? Akauliza Marakai alikuwa anataka profesa asioje sana. Principal anawahitaji wote kwa pamoja, vyema imeona wote. Sawa, alijibu Marakai na kutangulia mbele. Kwa nini unaniacha nyuma? Akauliza Chioma. Marakai akamrudia na kumshika mkono kabisa. Haya twende basi. Sijui unahisi na muogopa nani hapa wakati niloksa kuwa na mahusiano chuoni? Chioma alitabasamu na kutembea na Marakai. Umeona hiyo? Aliuliza Zuchu. Yaani sijui kampendea nini huyo mtoto wa kijakazi. Samia, hivi huhisi kuna kitu hakipo sawa hapa? Ukimaanisha nini? Chioma aliwezaje kuzuia kadi ya banki kama sio yake? Au gari liliwezaje kurudi na kutoshusha alafu ya akaondoka nalo? Wewe huwezi kuona kuna kitu hakipo sawa? Zuchu. Yaani hizo acting za Chioma zimesha kuingiza kabisa kwenye king. Ana nini huyo? Hizo ni acting tu. Liziwani wangu amesema babake anamlazimisha kumwoa Chioma na ndio maana amemfungia hadi kadi yake ya benki. Mimi kuna hali na essence hapa ambayo naona kabisa ni sio ya kawaida. You always sense. Hivi Liziwani yuko wapi? Alimuuliza Zuchu. Samia. Sijui mimi. Upande mwingine asimulizi. Haya, nilikuwa nataka kujua tu majina yenu matatu maana nilisi anachanganywa. Alizungumza principal kana rekebisha majina yao. Haya, mnaweza mkaenda. Principal, nilikuwa naomba kidogo hapa la kumwoa profesa kwa kuwa nimefika hapa niongee tu. Karibu president, kuna nini tena? Leo tuna competition lesi ya boti kwa health and science students. Nilikuwa nawaza kwa nini tusichukue na kozi zingine tukafanya kwa pamoja. Mnaifanya saa ngapi? Inaanza saa 4. Sasa rafiki yangu, maana yake ni kwamba tutakansel vipindi vyote kwa ajili ya michezo ikiwa leo sio siku ya michezo. Tunaweza kufidia lakini siku ya michezo, alisisitiza Marakai. Principal alimtazama na kumtazama Chioma pia. Kafanyeni mnachokitaka kufanya, ila mtaarifu profesa wa michezo asije akasema kwamba nimeingilia majukumu yake. Sawa, nashukuru pia. Alitoa shukrani Marakai na kugeuka akiwa anaondoka na Chioma akiwa amemshika mkono. Mapenzi yanaendelea tu sasa, yani ni ile live bila chenga kabisa yani. Anaenda kwenye kikao. Unaenda darasani sawa? Bati umesema hatusomi leo. Ni mpaka saa 4 Chichi. Saa 3:30 tayari, alijibu Chioma. Kwa nini unatakaje? Akaulizwa Chioma akisimamishwa na Marakai. Mimi nataka kukaa na wewe leo. Sasa tunakaaje mwaka wa 3 na mwaka wa kwanza? Bado tunasoma kozi mbili tofauti. Umesema hatusomi. Chichi, imebaki nusu saa nzima hapa, lazima tutengane. Wewe unaenda darasani, mimi naenda zangu kuarrange vitu kadhaa kabla ya hayo mashindano.
Okay, alijibu Chichi japo kivivu sana. Sasa kama utaki kusoma tutaanza kugombana, alisisema Marakai. Lakini hatusomi na nusu saa hii mimi naenda kusoma nini sasa? Hicho kidogo hata kama ni cha dakika 10 tu takuwa ni tofauti kabisa na ambaye hajaenda darasani. Ikifika saa 4 kamili nakuja. Wapi sasa? Popote pale utakapokuepo, alijibu Chioma. Aya sawa, alijibu Marakai na kutabasamu tu. I love you. Chioma alisema hilo na kumbusu Marakai. Nakupenda sana Chichi. Chioma aliondoka kuelekea jengo la walimu huku Marakai akiwa ndani jengo la afya. Hatimaye umefika. Ali alimwambia hivyo Marakai na kukata simu yake. Kuna nini tena? Mbaki nusu saa resi zianze, hakuna maandalizi yote yale. Na chuo cha jirani wameshafika wanafunzi wake. Mpango mbadilika. Chichi anataka kuniona nikicheza. Nini? Alioji Ali ambaye yeye alikuwa ni kiongozi upande wa michezo. Kwa zote zitashiriki. Kwa hiyo tunabadilika kidogo ratiba sio sana. Yaani umebadilisha ratiba kwa ajili ya Chioma? Aliuliza Ali akiwa anacheka. Yule demo akisema hadi wewe mwenyewe ni kuuze fresh tu, yani sana kupiga bei chap. Alitania Marakai ila mazungumzo yalikuwa yamesikika na Liana. Umechelewa kufika leo, alizungumza Liana. Je, ndio siku hazifanani? Alijibu Marakai. Nilikuwa nazungumza na Ali hapa, ratiba tunapaswa kuibadilisha kidogo na badala ya kuwa ni resi tu peke yake tuweke pia na netball na volleyball. Ili Chioma acheze si ndio? Akauliza Liana moja kwa moja. Hata unaweza kucheza kama utataka Liana, alijibu Marakai. Hebu guys acheni wao ugomvi wenu hapa. Tuko nje ya muda. Chioma anaweza kucheza netball? Akauliza Liana. Liana, unaweza kuacha kutaja jina la Chioma hapa? Akaomba Ali. Kwa nini? Nataka kujua kama anajua kucheza netball ili niweze kumpanga kwenye timu yangu ya netball. Anajua, alijibu Marakai. Jibu ndio lilikuwa linapaswa kwa hivyo, alisema Liana. Marakai, umewezaje kukubali Chioma kacheza netball? Unajua kabisa kwamba Liana huyu lazima tu afanye jambo lolote ile baya juu yake. Nitafanya nini Ali? Mimi sipendi eka zake huyu jue. Umeshamwambia Chioma swala la wewe kulala na Liana? Marakai alitikisa kichwa chake. Vyema mwambie mwenyewe kabla huyu hajamwambia huyu. Ali, ndo jana tu hapo tumeanza mapenzi jipya, leo nianze kumwambia niliwahi kulala na Liana kweli? Hiyo ni kwa ajili ya usalama wa penzi lenu lakini, alijibu Ali. Mapema sana sisi kumwambia lakini pia haina madhara, sijalala na Liana juzi tu wala jana. Ni miezi 6 iliyopita, hata mwaka umeshapinduka, ni mwaka mwingine huu. Sitaki kusikia. Tuende kuongea Chumweleze. Nimeshakupa tazari mapema sana. Unieleze nini? Hapo sauti ya Chioma ilisikika ikiwa inauliza. Je, unadhani ulalaji wa Marakai na Rehana unaweza kuathiri mahusiano yake na Chichi? Ngoja tufuatilie kwa karibu msikilizaji. Tuone ile kwaje. Amna, alijibu Marakai. Huyu jamaa yako alishawahi kulala na Liana, alizungumza Ali. Chioma aligeuka na kumtizama Marakai ambaye alikuwa ameganda kimtizama Ali. Ni kweli? Aliulizwa Marakai. Ilikuwa miezi 6 iliyopita, alijitetea Marakai. Okay, alijibu Chioma na kutabasamu tu. Hujachukia Kwa nini? Akauliza Chioma akionyesha kutabasamu. Amna, alijibu Marakai naye kama tabasamu, ila Ali alijua kabisa hadi sio shwari hata kidogo, ni tabasamu fake tu. Nakuja Chioma aliondoka na kumbusu Marakai shavuni, ila alipogeuka tuso lake libadilika kweli kweli. Anaenda kulia huyu. Mwache Ali asilazishi. Baadaye umtoe au tununua hata viua mpe. Marakai alimpa 5 Ali aliyokuwa amepokea. Upande mwingine wa simulizi, Dadi alita Chioma baada ya kumwona babake kwa mbali akiwa amesimama nje ya gari. Chioma alitoka mbio na kwenda kumkumbatia. Haya, ona. Samia alimfinya Zuchu aone. Huyo si ni mbaba kabisa, alisema Zuchu. Ndio uone sasa kibuli anakitolea wapi. Zuchu alimpiga picha Chioma alipokuwa amekumbatiana babake muda huo, na Liziwana kama ametoka. Liziwana muone Chioma kumbe ana baba na ndo maana anakufanyia kiburi siku hizi. Liziwana tabasamu tu na kuona ndo njia bora ya kulipiza kisasi kwa Chioma kwa kuacha watu wafikiria kwamba yeye ana mahusiano na mbaba. Hii inafaa kwenda kumuonesha babako ya kwamba Chioma sio mwanamke ambaye unataka kumwoa ili akufungulie akaunti zako. Ndio ni wazo zuri sana hilo. Alijibu Liziwana akiwa anampa tu moyo Samia, ila yeye mwenyewe alikuwa anafahamu ukweli uko wapi. Upande mwingine simulizi, vipi? Akaulizwa Marakai. Simoni Chichi hapa, itakuwa bado tunalia. Ndugu yangu wewe si ndio umesema Chichi anakufuata kila sasa hivi? Umemaliza nusu saa tu jamuona umeshaanza kumulizia. Wewe mwenyewe umeona ameondoka akiwa hayuko sawa, alafu unataka mimi relax kweli? Yuko wapi Chioma? Rihanna alikuja na kumulizia Marakai. Marakai alimtazama bila hata kumjibu. Nataka nimpange kwenye kikosi hapa, anachezea wapi? Akauliza tena Rihanna.
Mweko center. Alijibu Malakai. Yeye yuko wapi? Liana, umekuja kuulizia alipo Chioma au anacheza wapi? Vyote tuko pamoja. Mahali alipo sijui. Anacheza wapi? Mweke center. Asiwezi kumweka center mtu ambaye simuoni. Anapaswa kuwa hapa, wenzake wote wako hapo kwa ajili ya mazoezi ya awali. Liana, hebu fanya hivi. Mtoe Chichi hatacheza tena. Alipitia shortcut Malakai. Kwa nini asicheze? Nimeshamweka kwenye listi, kitu anachotakiwa kufanya ni kuwa hapa ili afanye mazoezi na wenzake. Alifoka Liana kwa sauti ya juu hadi kuwafikia watu waliokuwa pembeni. Malakai, hebu twende. Ali alimshika Malakai mkono wake na kuondoka naye, alimwacha Rihanna ambaye alikuwa ameshaonekanika kupaniki. Ana shida gani udemu na mimi? Akauliza naye Malakai baada ya kuhisi Rihanna hayuko sawa. Unadhani ni rahisi kumgonga demu alafu kumkaushia? Nilielewa Ali, hata mwenyewe anajua hilo. Lakini kulewa kwako hakukupa nafasi ya kuweza kula naye na kumwacha kisha kwenda kwa Chioma. Vingiliani bwana. Nilala naye miezi 6 huko nyuma, sasa mimi jana tu ndo nimeanza kuona Chioma yeye anapaniki nini sasa? Alikuwa na matumaini ya wewe kutokuwa na Chioma milele, kwa hiyo alijua tu siku moja mtakuwa mpo kwenye mahusiano. Kila mara nimerudia tu kukuambia kwamba simpendi na sitamtaka radhi kwa kilichomfanyia. Anataka nifanyaje tena labda? Aliuliza naye Malakai. Hebu punguza jaziba sasa, unapaniki nini sasa? Atakuja kuniharibia kwa Chichi mimi huyo, Malakai alisema kwa hofu yake. Unapaswa tu kuwa mkweli kwa Chichi, kwa kila unachoona kitaleta doa kwenye mahusiano yenu. Sawa, na yuko wapi kwanza? Tulia bro, atakuwa sawa. Huyu demu ameshanitoa kwenye mudi kabisa mimi. Najua vunga usionyeshe kuvurugwa kama yeye. Upande mwingine wa simulizi. Kwa hiyo huendi kuonana na Malakai? Aliuliza Chichi. Nilitamani sana kuonana na mko wangu, ila si unaona simu imeshaita, natakiwa kurudi kwa haraka sana. Na nimepata ndege inayogeuza ndani ya dakika 15 tu hizi. Msalimia sana Malakai, mwambie baba amesema anataka mjukuu. Baba, mjukuu? Napaswa kukumbusha kuwa nasoma au? Wewe uchelewe kugeuka, bora hata akuwahi tu na mimba. Mimi siwezi kugeuka tena dadi. Nimepewa nafasi ya pili na Mungu ili nirekebishe kila kitu nilichokuwa nimekosea. Nimefurahi kusikia hivyo, alijibu baba yake Chioma bila kujua kama maana halisi ya mwanae kusema kama amepewa nafasi ya pili tena. Chioma alishuka ndani ya gari na baba yake alimuita. Uniambia kadi yako benki imepotea, tumia hii. Asante. Chioma alipokea kadi ile na kumbusa na baba yake. Yaani aibu atakayoipata leo hatataka atamani tena kuja kwenye kichuo. Samia alikuwa amesema hilo kwa anatazama video alikuwa amemrekodi. Chichi alimwaga baba yake na kurudi ndani ya chuo. Kumbe kibuli chote hichi kinatokana na hao wazee wanaokupa pesa. Akauliza Samia akiwa anamzuia njia. Kama unahisi ni rahisi, kwa nini na wewe usimtafute mzee wako? Aliuliza na Chioma. Yaani sasa hivi umeanza kuonyesha makucha yako live. Jana tu ulikuwa ukizurura na Malakai, leo tayari umeshamtupa huko, ushajipatia baba lako kitajiri. Ndio kila mtu na muda wake msichana, alimjibu Zuhura ambaye alijiita Zuchu na kuwauliza. Japo jana mlifanya shopping yenu vizuri, maana sio kwa hasila hizo mlizonazo kama mko period vile. Samia aliinua mkono wake akitaka kumpiga na Ridhiwani aliingilia kati. Asante, alishukuru Chioma na kuwapita akizama ndani. Baby, siku hizo namtetea sana Chioma. Hakuna haja kumpiga Samia, hapa kuna kamera ndio maana anakuchokoza makusudi kabisa. Nitamuonesha huyo, alisisitiza Samia huku akiwa anatazama simu yake iliyokuwa na hicho alichokiita ushahidi. Mwenzangu, walifokeana kabisa president na vice wake. Wamegombania nini sasa? Sijui. Chioma akiwa anapita alisikia maongezi ya watu hao wawili wakiwa wanaongelea ugomvi baina ya Malakai na Liana. Baba amekusalimia. Babako? Akauliza Malakai kwa mshangao. Ndio, ila ameshaondoka, amepata simu ya ghafla na akapata ndege inaondoka dakika 15. Dakika 15. Okay basi, ilikuwa ni haraka sana. Wewe Liana mmegombania nini? Akauliza Chioma. Na nataka ukae mbali naye, analazimisha tu kacheze netball. Nina uhakika kipo kitu alichokiandaa, either cha kukudhalilisha au kukuumiza huko uwanjani. So mligombana kwa ajili yangu? Akauliza Chioma kitabasamu. Chichi, mimi na yeye tulimalizana siku nyingi sana, na siku ile ulipolala na Ridhiwani ndio siku ndo na Liana, na nilikuwa nimeelewa sana na hata sikuelewa nilikuwa nimefanya nini. Bado anakusumbua? Akauliza Chioma. Sana yani. Wewe Chioma, kwa hiyo sisi tunakusubiria kule, wewe upo tu unaongea tu na bwanako.
Rihanna alikuja na kauli hiyo. Chioma aligeuka na kumtizama. Huwezi kuniita kwa adabu? Akauliza Chioma. Adabu kama ipi unayotaka wewe? Wenzako wameshafika uwanjani ila wewe unazurura tu huko. Kama hutaki kucheza unasema watu wako wengi sana wanataka hiyo nafasi. Rihanna, nikwambie kitu. Mimi sio nilala na wewe, kwa hiyo hasila zako mpelekee Malakai aliyelala na wewe na kukuacha, sawa? Unasemaje wewe? Akauliza Rihanna akitaka kumpiga Chioma ila Malakai akazuia. Hebu acheni upuzi. Alafu mjue leo kuna wageni hapa. Ni kitu gani mnataka kufanya nyinyi? Ongea na huyo wara wako Malakai. Nitamzibua sasa hivi, alisema Chioma. Ali, mtoe hapa. Malakai alikuwa anataka Chioma atolewe pale na Ali aliondoka naye. Hivyo mtoto, unajikuta nani wewe mpumbavu, utanipiga mimi, unanijua mimi wewe? Rihanna, nyamaza. Jebu, kuna nini hapa? Alihoji principal. Unadhani wa ugomvi ulioanza rasmi baina ya Rihanna na Chioma utaishia vipi, msikilizaji? Ni Chioma principal. Hajafanya chochote kile principal. Malakai alijibu hapo hapo. Amefanya nini? Akauliza principal akimtazama Rihanna. Hana adabu, haniheshimu kabisa. Amefanya nini? Anapaswa kuwa center. Nimemfuata zaidi ya dakika 10 hapa aje aanze mazoezi na wenzake. Nimekuta hapa namwambia aende anapostahili, ananiambia kama mimi namtaka Malakai. Kwa nini kimtaka nashindwa kumpata? Akauliza Rihanna. Yuko wapi Chioma? Akauliza principal akimgeukia Malakai. Anaongea uongo principal. Chioma hajasema chochote kile kati ya hivyo anavyoviongea hapa. Nimeuliza swali jepesi sana, Malakai, Chioma yuko wapi? Ali ameondoka naye. Nyote tunahitaji ofisini kwangu sasa hivi na huyo Ali. Ni aibu gani mnaleta hapa? Alihoji principal baada ya wote wanne kuwa ndani ya ofisi yake. Mimi sijafanya chochote kile kibaya principal. Huyo Rihanna ndo ambaye ameniambia maneno ya ajabu mimi. Kwanza unapaswa kumheshimu Rihanna, ni dada kwako na bado ni kiongozi wako. Huwezi kabisa kuongea naye kama vile unaongea na mwanafunzi wa kawaida tu. Malakai akamshika mkono Chioma akimtaka sijibu zaidi. Unajua kwamba unapaswa kushiriki kwenye michezo, si ndio? Sijui, alijibu Chioma. Principal akamtizama Rihanna. Nilizani Malakai amemwambia kwa sababu ndo alipendekeza jina lake. Sikupendekeza jina la Chichi, wewe ndo ulipendekeza vice president na ulipaswa kumwambia kama anapaswa kuhusika kwenye michezo. Malakai naye hakutaka kutupiwa lawama kabisa. Kwa hiyo hukumwambia na unalalamika kwamba hakuwa kwenye michezo. Alinizani Malakai amemwambia maana ndo alipendekeza awekwe center, alijibu Rihanna. Umwambie mwenzako Chioma kwamba Malakai nini? Akauliza Chioma. Alibaki kimya kwani Malakai alikuwa amemshika kimkataza sibu hilo swali. Chioma, anazungumza na wewe. Sorry, aliomba radhi Chioma. Ni kweli tunaruhusu mahusiano chuoni, lakini haturuhusu kutupiana maneno ya kashfa wala ugomvi ya mapenzi hapa. Samani, alisema Chioma kisha akawa ameondoka zake bila kupewa ruhusa. Huyu binti ni ameondoka bila ruhusa yangu au? Akauliza principal na Chioma akarudi mwenyewe. Nilienda kutema mate nje. Aliongopa Chioma kwa alikuwa anataka kuondoka kabisa, ila basi tu aliona sio adabu na kurudi mle ndani. Muda ule ule. Sitegemei kuona upuzi wote kwa ninyi. Mnaweza mkaenda. Alitoka na wa mwanzo huku Malakai alikuwa anatoka na Chioma alikuwa amemshika mkono na Rihanna akiwa mwisho. Wewe baki hapa. Rihanna alibaki na mlango kwa umefungwa. Principal akamuuliza. Kwa hiyo umesema muda wote ukimtaka Malakai utampata, si ndio? Aliongea kwa hasira, tunasikumaanisha. Hukumaanisha. Kwa hiyo upo na mimi kunichuna tu, si ndio? Akauliza principal ambaye alikuwa ni mpenzi wa siri wa Rihanna na taarifa za utajiri wa Malakai alikuwa ameweza kuzipatia huko kwa ofisini. Alipokutana na faili la kiongozi wa chuo kile ndipo aligundua director ni babake na Malakai. Upande mwingine wa simulizi. Unataka kufanya nini? Akaulizwa Chichi. Alikuwa ananikera bwana maneno yake, mimi sio mwenye kosa, Rihanna ndo alinianza mimi. Kwa hiyo umeonewa? Akauliza tena Malakai. Chioma alibaki kimya tu. Chichi, mbona nikwambie kitu kimoja kizuri sana. Chuo changu mimi hakihusiani kabisa na mahusiano yetu. Usitegemea kuwa utafanya upuzi wako alafu utatitona cheo changu, haitakai toke. Kwa hiyo behave, jiangalie. Malakai aliondoka na kumwacha Chioma ambaye alikuwa amepandisha tu midomo yake. Chichi, naweza kukuambia kitu kwa faida yako. Ali aliyasema hayo huko akiwa yuko nyuma yake. Malakai anaweza akawa nakupenda sana tena sana tu, lakini hawezi kusimama nawe unapokosea kila mara. Atasimama kwenye haki. Naona na wewe. Rihanna ndo ambaye amenianza mimi na kunichokoza, analingishia mimi kulala na mpenzi wangu. Haja kulingishia Chioma. Amenilingishia. Yaani kama anataka kubandika bango chuo kizima kisome ya kwamba ninayoitumia mimi na yeye pia ameshaitumia. Alijibu Chioma.
Hata kama lakini wewe sasa hivi ndo ambao unaitumia, huna haja ya kubishana naye. Sitamwacha akinichokoza, alijibu Chioma na kusepa zake. Hatimaye mshikaji wangu anagombaniwa na vicha wawili sasa, maana hakuna anayekubali kupoa kati yao. Yuko wapi Chioma? Rihanna alimuuliza Ali kwa sababu bado hakutaka kabisa kumaliza lile swala. Chioma tena alioje hali. Nimempanga center na anacheza either she like or not. Rihanna alimuona Chioma mbele huko na akaamua kumfuata. Upande mwingine wa simulizi ndio kuna ka video kadogo hapo ambacho nataka tukaweke baada tu ya wewe kumtangaza mshindi. Ni ka video ka surprise. Zuchu anaonekana akizungumza na mshereheshaji wa shughuli ile. Asa mnapaswa kumwambia president wa Chioma na ratiba zote ananipa yeye. Kama nilivyosema ni surprise tena kwa ajili yake, hapaswi kabisa kuona la kufahamu. Zuchu akatoa shilingi 50 na kumshikisha mkononi. Haina madhara si ndio? Hapana, tangu ni surprise ikawa na madhara jamani. Niamini mimi tena utapata mialiko kila mahali. Sawa, video yenyewe unayo hapo si ndio? Ndio. Basi fresh. Uwe karibu ukiona nimeshaanza kutangaza washindi uniambie. Sawa, asante. Alisema Zuchu na kushuka huko kwa anampa dole gumba Samia ya mpango wao kwa bekamilika. Safi sana. Asa ngoja aone litakalomkuta. Liziwani alitabasamu tu. Upande mwingine simulizi. Yule si Chichi? Akauliza Marakai akiwa anashangaa baada ya kumuona Chioma ndani ya uwanja wa netball. Pale kazi unayo. Yaani kwa sababu anachotaka yeye ndo ametaka sasa. Nilizani kwamba hataenda tena. Ameenda. Yaani hapo ni yeye na huyo Rihanna wanashindana. Yaani na ni kwa ajili yako. Hatimaye mshikaji wangu umeingia kwenye kinyang'anyiro cha mapenzi. Ali haichekeshi mchezo wangu. Chichi hawezi kabisa kupigana na Rihanna na sitaki apigane na yote yule. No, Rihanna ndo ambaye hawezi kupigana na Chioma. Wewe tazama hii game alafu utanipa feedback. Marakai alisogea na kwenye ratiba ya mchezo uliokuwa ukianza ilikuwa ni netball. Tulia, atakuwa salama, acha kutikisa miguu. Ali alimtuliza Marakai alionekana kuwa na hofu. Aliweka mikono yake mdomoni na kipenga kilipulizwa. Mungu wangu, alitoa neno hilo na wa kwanza kushika mpira alikuwa ni Chioma. Alipigwa kikumbo na Rihanna kadondoka chini. Bibi, Frimbi kalia na kocha akamwelekezea Rihanna kipi cha kufanya. Chioma akainuka na kumtizama Rihanna. Bibi, Frimbi lilia tena na Chioma alirusha mpira kwenda sehemu nyingine. Bibi, ikasikika tena Frimbi baada ya Chioma kudondoka chini. Wewe unachezea timu gani, mbona unamuumiza mchezaji mwenzako? Kocha alimuuliza Rihanna ambaye kila alipokuwa anapata nafasi ya kumuumiza Chioma hakuacha impite hivi. Solution ni kwamba anafanana sana na wapinzani kwa kimo na ndo maana. Alijibu Rihanna kwa kujitamba. Marakai alishainuka kabisa alipokuwa amekaa. Unatuzuia. Ilisikika sauti nyuma yake ikisema hilo na Ali alimketisha. Tulia wewe, usiwe na mashaka. Nisiwe na mashaka. Amemsukuma mara ya pili sasa hivi. Ataniumizia eti. Marakai alionyesha hofu yake wazi kabisa. Sasa unataka kufanya nini? Chichi atoke pale mwambie mwingine acheze au aliache licheze lenyewe tu? Chichi ni mbishi na ukimwambia hivyo hataona kama unajali afya yake. Atajua tu kama unamtetea Rihanna. Sasa usitake kujiharibia huo ugomvi wa wanawake waache wenyewe. Chichi alilia baada ya kukanyagwa mguu wake na Rihanna. Sorry, aliomba radhi Rihanna kinafiki kwani baada ya kusema hivyo alimchekea. Inatosha hii. Alijisema Marakai na kuanza kushuka ukumbini akiwa anaelekea kwenye uwanja wa michezo. Chioma alidaka mpira na cha kustajabisha ni kwamba uelekeo wa mpira haukuwa karibu na goli lilipo, ulikuwa ni nje kabisa na kikapu cha magoli, na hapo kilisikika kishindo cha mtu kudondoka chini huku Chichi akikunguta mikono yake. Mpira ule Chichi aliuelekezea moja kwa moja kwenye uso wa Rihanna na kumzibua nao kweli. Aliyofanya Rihanna akose balance na kushuka chini mzima huku damu zikimtoka puani. Firimbi kapigwa na Chioma akapewa kadi, ishara ya kutolewa kabisa nje ya uwanja kwa alichokifanya. Sorry, alimchekea Rihanna kama alivyokuwa amefanya na kutoka nje ya uwanja. Marakai alisimamisha hatua zake baada ya kuona kipi Chichi alichokifanya. Nilijua tena mvutia kasi. Chioma alita principal bebe wa Rihanna. Chioma kaumiza bebe wa mtu huko. Unadhani ataachwa salama kweli na principal? Msikilizaji, hebu tuishie hapa katika simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Marakai wangu. Ni kwamba muda umekuwa mchache lakini mambo bado ni mengi kidogo. Tutakuwa nayo sehemu ya pili ya simulizi na itakuwa ndio mwisho, lakini sasa ifanye hivi. Hapa tulikuwa tumeiba tu zamu kidogo ya simulizi ya Mti Mkavu Mizizi ya Upendo.
Wakati upande wa pili kwenye ratiba tuna simulizi ya Moyo wa Msafiri, na baada ya simulizi ya Mti Mkavu Mizizi ya Upendo tutakuwa tunaanza simulizi inayokwenda kwa jina la Kona ya Msalitiwa. Hizo zote zilikuwa zimeandikwa na mtaalamu S. Hussein Vumbi. Kama umepata kusikia simulizi hizo mbili, basi unajua kabisa huyu jamaa anajua kuandika afa anajua tena. Lakini Kona ya Msalitiwa unakuja kuwa ni moto mwingine mkali zaidi ya Mti Mkavu, Mizizi ya Upendo na Moyo wa Msafiri. Kwa hiyo muda wa kutoa simulizi hii ya Malakai Wangu hautakuwepo tena hapa YouTube kwa sababu kuna simulizi ambazo zinaendelea. Hii ilikuwa ni bonus track tu, tunaendelea kumalizia simulizi ya Mti Mkavu, Mizizi ya Upendo, na baada ya hiyo tutakuwa na simulizi ya Kona ya Msalitiwa. Lakini simulizi unaweza kuipata sasa hivi bila kuchelewa wala bila kusubiri. Tucheki WhatsApp nambari 0677062012. Njoo pale ita tu Malakai Wangu, basi utapewa utaratibu wa kuipata sehemu hiyo moja tu ambayo itakuwa na sehemu ya 2A na sehemu ya 2B. Ili kama ni kulipia, basi unaweza kugawanywa mara mbili ukapata kulipia kwa kiasi kidogo tukaweza kuipata simulizi kwa uzuri sana. Mimi director Owen, mtunzi ni Saru Rashid Ramadhani. Ilikuwa ni simulizi fulani fupi tu kwa sababu tulikuwa tumemwacha pembeni, tulikuwa tunatembea na S. Hussein Vumbi, lakini sasa hivi tumemuingiza kidogo hapa wakati anatuletea vitu vingine vikali konki na ndefu zaidi. Lakini hapa ni simulizi mix. Director Owen, tukutane WhatsApp kumalizia simulizi ya Malakai Wangu bila kusubiri bila kuchelewa. Hivyo yani tukutane huko na bye bye mpaka wakati mwingine. Endelea kubaki nami katika Mti Mkavu, Mizizi ya Upendo, Moyo wa Msafiri na Kona ya Msalitiwa. Tunakuja nayo kwa kishindo kweli kweli mara tu baada ya kuhitimisha kesho kutwa Mti Mkavu, Mizizi ya Upendo. Tukutane kwenye simulizi nyingine. Bye bye.